Hii leo msikilizaji, katika diary yangu nimefunua ukurasa ambao nakwenda kusimulia kisa kinachomhusu binti Zoe, house girl, dada wa kazi kwenye nyumba ya kitajiri. Matajiri wenyewe ambao sio Waswahili bali Wahindi. Kisa cha upendo wa kweli, kisa chenye maana ya upendo wa kweli kabisa. Kaa hapo kwa utulivu upate kusikiliza kwa umakini kisa hiki cha kusisimua kilichoandikwa na bibie Patricia Damasi na kusimuliwa kwako nami director Owen kutoka hapa Simulizi Max. Wakati unasikiliza, fanya kusubscribe kabisa channel hii ya Simulizi Max kuendelea kufurahia mikasa na kuburudisha na kuelimisha kutoka hapa Simulizi Max. Tuanze sasa. Simulizi inaanza kwa kusema dunia imebadilika sana. Enzi zamani mtu mweusi kuolewa na mtu mweupe ilikuwa ni kazi kuliko, lakini sasa hivi ni kawaida kabisa. Utakuta mzungu kaoa Mswahili, Mturuki sijui Mchina kaoa Mswahili. Hivyo ni kawaida kabisa. Zoe ni msichana aliyelelewa kwenye maadili ya hali ya juu kabisa. Kwenye makuzi yake Zoe hakuwahi kumjua mama yake mzazi wala baba yake mzazi. Zoe amekulia kwenye mikono ya bibi yake ambaye wengi walizoea kumuita bibi Zungu kutokana na weupe aliyokuwa nao. Bibi Zoe ni mweupe lakini mjukuu wake ni mweusi ti utazani amemwagiwa lami. Natania bwana. Hajafikia weusi wa kiasi cha lami aisee bwana. Sasa Zoe baada ya kufikisha umri wa miaka 23 bibi yake alifariki kwa ugonjwa wa moyo, kwani ulikuwa ni mkubwa tofauti na moyo ambao ni mzima. Baada ya bibi Zungu kufariki, Zoe akachukulia mama yake mkubwa ambaye alikuwa ameolewa Dar es Salaam. Maisha ya mkubwa Zoe yalikuwa ya kawaida kabisa. Usafiri ambao waliweza kumiliki ni vile vigali vidogo vya kubebea mizigo, yani keli. Kifo cha bibi Zungu kilibadilisha maisha ya Zoe. Zoe akajikuta kuwa ni binti mpweke, binti ambaye furaha ilibaki akisikia tu tangu alipofika kwa mama yake mkubwa na kukutana na kila aina manyanyaso. Baada ya muda mama mkubwa wa Zoe aliweza kumtafutia Zoe kazi na ndipo Zoe akaingia kwenye nyumba ya kitajiri ya Mr. Karani. Huyu Mr. Karani bwana ni mwanaume wa makamo tu, amejaliwa watoto wawili tu wa kiume na wa kike. Mtoto wa kiume wa Mr. Karani anajulikana kama Viraji na mara nyingi walimuita Vira. Mtoto wa kike alijulikana kama Bondita. Hawa watoto bwana walilingana kila kitu, dharau na jeuri. Mara nyingi walilingia pesa za baba yao na kufanya kile walichokitaka. Viraji na Bondita wamepishana miaka mitatu tu, ambapo Vira ni mkubwa na miaka 26 na Bondita ni sawa na Zoe tu mwenye miaka 23. Nyumbani kwa Mr. Karan kulikuwa na watu wengi, maana ndani ya nyumba moja kulikuwa na familia 3 tofauti, ila wote wakiwa ni ndugu. Kwa wingi wa familia hizo na watu wake, wafanyakazi walitakiwa 5 na katika wafanyakazi yao Zoe alikuwepo. Zoe alifika kwenye familia hiyo baada ya mama yake mkubwa kumpeleka mahali hapo. Sasa tuendelee na simulizi yetu msikilizaji. Ikiwa ni majira ya asubuhi kabisa kama kawaida, wafanyakazi wanaamka mapema kabisa na kuweka mazingira ya nyumba safi. Siku hiyo ilikuwa ni zamu ya Zoe na Fina kwenye kuandaa kifungua kinywa. Kama mnavyojua bana, Wahindi kila mtu anachagua chakula chake. Yaani kila mtu anachagua ni kitu gani anatakiwa kupikiwa. Kwa kuwa utaratibu umewekwa mapema kabisa, hivyo kila usiku ni lazima mpishi amuulize kila mwanafamilia ni chakula gani anataka kula asubuhi. Zoe na Fina walifanya majukumu yao na kukamilisha kila kitu. Mchana pia ilikuwa ni zamu yao kuandaa chakula. Kwa kuwa chakula cha asubuhi kilikuwa tayari, Zoe na mfanyakazi mwenzio akaanza kuandaa maandalizi ya chakula cha mchana, maana kazi sio ndogo. Wakiwa busy na maandalizi, ghafla ikasikika sauti nzito ya kiume ikiliita jina la Zoe. Sauti ilikuwa ni ya ukali sana iliyomfanya Zoe kupata wasiwasi. Kwa haraka Zoe akatoka jikoni na kukimbilia sehemu ya chakula ambayo familia nzima walikuwa wakipata chakula cha asubuhi. Sijisikii kula hizo chapati, niandalie kitu kingine, alizungumza kijana Vira juu akiwa anasukuma sahani yake na chakula pembeni. Zoe alisogelea sahani na kutaka kuchukua, lakini ghafla akashtuka baada ya kumwagiwa juisi ya baridi mwilini mwake. Bwana we, ni Viraji ndo alikuwa amemwagia Zoe tena kwa makusudi kabisa, kisha akaangua kicheko cha kwenda. Kitendo hicho kilimchukiza sana Mr. Karani ambaye ni baba mzazi wa Viraji, hivyo akafoka. Ni ujinga gani unafanya? Kwa nini umefanya ujinga kama huu? Viraji alinuka na kwa dharau akazungumza. She smelly daddy. Yaani nimekuwa nikimwambia mara kadha wa kadha kwamba ananuka, lakini haachi kuja mbele yangu. Baba Vira
Akamgeukia Zoe na kuzungumza. Unaweza kwenda kuendelea na shughuli zako mama. Zoe kwa machungu ya hali ya juu sana kanyanyua sahani ya chakula cha Village na kutaka kuondoka, lakini kabla hajaondoka Village akamzungumza. Iko chakula mwachia atakula hivyo hivyo. No way dad. How? Akiwacha kama haiwezekani baba kivipi? Village akadakia akiona kama anaonewa hivi au baba yake anatania. Na maanisha alijibu baba Village huku akiwa na hasira kweli kweli. Kwa haraka Zoe akatoka kwenye ile eneo. Kwa upande wa Village hakuwa na ujanja tena zaidi ya kufuatisha kile alichokizungumza baba yake. Iko ni majira usiku yapata kama saa 6 hivi, mlango wa chumba cha wafanyakazi uligongwa kwa fujo sana na kufanya dada wote kuamka wakiwa na uchovu wa hali ya juu sana. Nani tena saizi jamani? Aliuliza mmoja kati ya wadada hao ambaye alijulikana kama Fatma. Sasa nani ambaye anajua jamani? Alijibu Zoe kisha akavuta shuka lake na kujifunika vizuri ili aendelee kulala. Muda huo ikasikika sauti ya kiume ikitilia jina la Zoe. Zoe, we Zoe. Ili likaka jamani, natamani hata ni meze anakera sana jamani. Alalamika Zoe. Bosi ni bosi bwana. Zoe akalalamika tu, lakini mwisho wa siku aliinuka na kutoka nje. Vira, unahitaji ni usiku wote lakini? Zoe alimuuliza Vira kwa sauti ya uchovu sana. Ujaja kulala, umekuja kufanya kazi hapa? Na kusikiliza. Kuna nguo zangu nimeweka hapo kwenye tenga sebleni. Nahitaji uzifue. Kumbe ni nguo tu. Zitafuliwa kesho asubuhi na Fatma maana ndio zamu yake kufua. Nataka zifuliwe sasa hivi. Lakini pia sio na Fatma bali wewe. Zoe wa watu mwaya Zoe alijikuta akiwa nakosa nguvu kabisa, akabaki akiwa ametoa macho. Unajua ile kulia unatamani, lakini ndio hivyo tena uweze kulia kutokana na mazingira. Lakini kwa nini nifue saa hizi usiku? Ni usiku sana na saa hizi na usingizi sana. Viraji kwa hasira kamvuta nywele Zoe na kumfanya Zoe asikie maumivu makali na kupiga kelele. Muda huo wafanyakazi wengine wakatoka nje kuja kushuhudia nini kinaendelea. Kelele za Zoe zilisikika nyumba nzima na kufanya watu wa nyumba kubwa pia kuamka na kutaka kujua ni kitu gani kimeendelea. Kuna nini hapa? Aliuliza mama mzazi wa Viraji ambaye alionekana kuwa mkali sana. Kwa wakati huo baba mzazi wa familia hiyo hakuwa ametoka nje, hivyo mkewe ndiye alikuwa ametoka nje kuangalia ni kitu gani kinaendelea. Mama, nimewaambia mimi, huyu msichana sio mzima kabisa yani. Anajua kabisa anakaribia kuoa, saizi ananijia utupu kabisa chumbani kwangu. Kila mtu akashtuka sana, hasa wafanyakazi wengine. Kila mtu alijua kwamba Zoe ametoka nje baada ya kuitwa na Vira. Hapana, sio kweli. Zoe aliamua kukanusha tu maneno ya Vira. Kabla chochote kijafanyika, dada wa Vira akamezungumza. Mama, hii sio mara ya kwanza huyu msichana kufanya hivi. Juzi ni mimi ndo ambaye nimemrudisha njiani, naona leo amefanikiwa sasa. Zoe alizidi kushangazwa na uongo unaotengenezwa zaidi yake, lakini mwisho akawageukia rafiki zake na kuomba wamtetee. Mabosi ni mabosi bwana. Wafanyakazi waanzie wapi? Walishindwa kabisa kumtetea, kabaga kwa anatoa macho utazani hawaelewi ni kitu gani ambacho wanaambiwa. Ongeni tu jamani, naona kabisa nasingiziwa. Semeni chote kile basi. Mama mzazi wa Viraji akanyoa mkono wake na kumwasha Zoe mabao 3 mfululizo. Sijui kama mnaelewa ninavyosema mfululizo. Yaani alimpiga mabao ya haraka pasi na kumsimamisha hadi pa. Wasichana kama ninyi na wajua sana. Mmekaa kujiachia tu kwenye familia za kitajiri, si ndio? Kesho unapaki mizigo yako na kuondoka. Alifoka mwanamke huyo na kuondoka kwa hasira sana. Bonita alimsogelea Zoe na kumwambia, bye bye bibi cha uzuri. Kibuli kimekuponza. Ila nyie itakuwa Zoe ni mzuri sana. Yaani mpaka Bonita ameamua kumuita cha uzuri basi ni mzuri aswa. Zoe alishindwa hata kuzungumza. Alibaki akiwa anaangalia wenzie na kwa macho ya huruma tu. Kazi ile ilikuwa na maana kubwa sana kwa Zoe. Zoe alijikuta akiwa anamsogelea Vira na kupiga magoti na kwa uchungu hali ya juu sana akazungumza. Hii kazi ni kila kitu kwangu. Sijui kama nimewahi kukukosea, lakini naomba unisamehe tu kwa chochote kile nilichokifanya. Unaweza usione umuhimu wa hii kazi kwangu, lakini nakuomba jaribu kuvaa viatu vyangu. Jaribu kusimama kwenye jua langu hata kidogo basi. Vira ni kijana mwenye roho ngumu nyie. Jamani, machozi yake hayakumsumbua hata kidogo. Zaidi alimsukuma kwa kumpiga teke kisha akacheka sana na kumwambia, hujawahi kupendwa kwenye hii nyumba binti. Cha kufanya ni kushika njia na kuondoka. Maneno hayo yalimuuma sana Zoe, ambaye aliamini kwamba dunia nzima alikuwa akipendwa na bibi yake tu na sio watu wengine. Majira asubuhi mapema Zoe aliamka na kuanza kupanga nguo zake kwenye shangazi kaja lake kwa ajili ya kuondoka.
Akiendelea kupanga vitu vyake, ghafla baba mzazi wa villa akaingia chumbani kwao. Kilikuwa ni kitendo kilichomshtua sana Zoe ambaye alikuwa na mawazo sana kwa wakati huo. "Shikamoo baba, karibu sana." Zoe alimsalimia Mr. Khan kwa heshima sana kama mtu mwenye moyo au huruma. Ukimwangalia Zoe usoni mwake lazima muone huruma. "Zoe, umepata na nini wewe?" Mr. Khan alimuuliza Zoe. "Sijafanya chochote kile baba. Najua ni ngumu kuniamini lakini jua kwamba sijafanya chochote kile. Samahani sana, naomba unisaidie tu niweze kuendelea na kazi. Nikitoka kwenye nyumba dunia yangu itakuwa chungu sana." Zoe aliomba huku akiwa amepiga goti, lakini uso wake ulikuwa umelowana kwa machozi, lakini pia pua yake haikuacha kuchululiza mafua, na hii yote ilikuwa ni kwa sababu amelia kwa muda mrefu sana. Mr. Khan akamshika Zoe na kumnyanyua pale chini. Polepole akamkumbatia na kuanza kumtuliza. Zoe alijikuta akiwa analia kwa sauti sana kutokana na maumivu ambayo alikuwa nayo moyoni mwake. Mr. Khan aliendelea kumtuliza Zoe, na alipotulia mzee huyo akaanza kumpapasa Zoe mwilini mwake na kuonyesha kumhitaji sana. Ndio hicho kilimshtua sana Zoe ambaye alijitoa mwilini wa mzee huyo haraka sana na kumuuliza, "Nini babu nafanya?" Huyu mzee naye ni jao jamani. Yaani ni kama mshipa aibu umekatika hivi. Kwa sauti ya kiuni na kumhitaji sana Zoe akazungumza, "Ukifanya ninachokitaka, nitahakikisha kwamba unaishi maisha mazuri sana. Nitakupangia nyumba huko nje na hautakuja kuwa house girl tena. Na hakikisha kuwa unakuwa msichana mrembo mwenye kila kitu hapa duniani. Na nakuheshimu sana baba." Hilo ni swala ambalo haliwezekani kabisa. Zoe akaendelea kukataa pale, na kweli aliweza kujitetea. Kwa hasira Mr. Khan akamchapa Zoe kibao na kumwambia, "Paki na uondoke sasa hivi." Zoe watu kwa utulivu akamalizia kupaki vitu vyake na kushika njia kuelekea kwa mjengo kwa ajili ya kwenda kuchukua pesa zake za malipo. Huyu binti asipewe hata 100. Amezalisha sana familia yetu. Ilikuwa ni sauti ya Mr. Khan, yani hadi mzee ameamua kuungana na familia yake kisa tu Zoe kamnyima kitu. Ila wanaume jamani. Zoe hakuwa na chaguo bwana. Kwa maumivu makali kabeba begi lake na kuondoka zake. Zoe alifika nyumbani kwa mamake mkubwa majira saa 4 asubuhi. Mama mkubwa alikuwa busy na kuchezea simu yake. "Shikamoo mama mkubwa." Zoe alimsalimia mama mkubwa wake. Wewe mtoto wewe. Asubuhi yote ina mabegi nginja unaenda wapi?" Zoe alishindwa kujielezea na kujikuta akiwa anaanza kulia. Muda huo simu ya mama mkubwa wa Zoe kaita, na aliyekuwa akipiga ni bosi wake Zoe. Mama mkubwa aliongea na simu kwa muda huku akiwa anaonyesha kushtuka sana. Baada ya kumaliza maongezi makubwa akazungumza. Like mother like daughter. Yaani umeenda kurithi umalaya mamako mikono miwili yani. Yani ukabeba kila kitu shwa. Hatimaye waindi wameukataa. Mama huyo aliongea kwa kejeli sana. Zoe waga na mjua mama yake mkubwa bana. Ana roho yake mbaya kamili yani. Hivyo akaamua kukaa kimya na kuvumilia maneno yote machafu ambayo alikuwa akimtamkia. "Sasa sikiliza bibie, nimekutafutia kazi umekataa. Nafikiri utafanya kazi yangu. Na leo nina wateja 2 na sina hata msichana mmoja. Nafikiri utafaa sana." Alizungumza mama huyo ambaye alipenda kuitwa Madam Boss, akionyesha wazi kwamba anafanya kazi ya kuuza wasichana. Hapana Madam Boss. Mimi siwezi kabisa kufanya hiyo kazi. Mara ya mwisho uliniambia kwamba sitafanya tena. Haya majibu ya Zoe mbona kama vile alikuwa ananitatiza jamani. Kwa hiyo Zoe alishawahi kufanya hii kazi ya kujiuza au? Na changanyikiwa msimuliaji wenu jamani. Zoe, hebu acha ujinga wewe. Unajua kabisa nyumbani kwangu hakunaga ugali wa bure wala malazi ya bure. Au nataka nikukumbushe? Lakini Madam Boss, umekuwa ukichukua mshahara wangu wote kila mwisho wa mwezi. Koma wewe, binti na mdomo mrefu kama kitu gani wewe? Hivyo vilaki vyako tu naona kabisa ni hela sasa. Hata hivyo nimejilipa pesa ambazo nilitumia kumuguza bibi yako. Haya, potea kwenye uso wangu. Unamaanisha nini? Namaanisha potea kwenye nyumba yangu, sitaki kukuona tena kwenye hii nyumba. Pona yako wewe ni kuwahudumia vijana wangu. Zoe alishiwa nguvu kabisa. Kwa mwendo wa huzuni kabeba shangazi la kaja lake na kuanza kuondoka. Zoe alifika mpaka nje. Kwa wakati huo jua lilikuwa kali sana. Akiwaza ataenda wapi, ataanzia wapi, alijikuta akiwa anakosa majibu na haraka karudi ndani kwa mama yake mkubwa. "Nitahudumia lakini kwa leo tu." Alizungumza Zoe kwa sauti yenye maumivu makali sana. Unajua nini msikilizaji wangu? Hii dunia ina mambo mengi sana. Dunia ambayo imekosa watu wenye huruma sana. Dunia hii wazazi wakifariki ukiwa mdogo hautaacha kuona kila rangi.
Sio kila mtu anapitia magumu baada ya wazazi kufariki, lakini kwa asilimia kubwa sana watoto waga wanateseka baada ya wazazi wao kufariki. Madam Boss alifurahi sana. Kwa bashasha hadi ya juu sana akachukua simu yake na kupiga namba alizojua yeye, na baada ya muda akamgeukia Zoe na kumwambia, "Kaoge vizuri sana na uende chumba cha kazi. Vazi letu lile. Hakikisha kwamba mteja wangu anafurahi leo." Sawa. Zoe akiwa na machungu moyoni mwake alishika njia na kwenda chumba alichoambiwa. Baada ya masaa 4 baadaye Zoe akaonekanika kuwa mchovu sana. Alichoka mwili na alionekanika kuumwa. Ni wazi kwamba kazi aliyoifanya ilikuwa ni kubwa sana. Njaa inaniuma sana, lakini pia napata maumivu makali sana ya tumbo. Haswa baada ya kukutana na huyu mteja wa pili. We tena wa kujidekeza, unafikiri mimi ni bibi mzungu? Au anyway, chakula sijapika. 10,000 hapa. Kachukulia chakula chako huko nje. Kwa kuwa Zoe alikuwa na njaa sana, hakupoteza muda, haraka sana katoka nje kwa ajili ya kwenda kununua chakula. Zoe akafanikiwa kupata chakula na kushika njia kurudi nyumbani. Kwanza alishangaa sana baada ya kukuta shangazi kaja lake liko mlangoni. Ni wazi kabisa kwamba shangazi yake ndio alikuwa amelitupia nje akimtaka Zoe kuondoka nyumbani kwake. "Mama mkubwa, fungua mlango." Zoe akaanza kumuomba mama yake ili aweze kumrudisha ndani. "Ondoka bwana, laana kubwa wewe. Sikutaki kwenye kazi yangu, sikutaki nyumbani kwangu." Niseme kwamba Zoe aliona rangi zote kwa siku 2 mfululizo. Kwa mara ya kwanza Zoe anaingia mtaani akiwa hajui pa kuanzia. Alizunguka sana na mwisho kama amekuja kuangukia kwenye gereji moja hivi katikati ya jiji, na kwa kuwa ilikuwa ni usiku sana, Zoe akaamua kujilaza hapo. Majira ya asubuhi sana lilionekanika kundi la watu, na katika kundi alionekanika Zoe akiwa amelala. Hakuonekanika kutikisika hata kidogo, hali ambayo iliwaogopesha sana watu. Muda huo akatokea kijana fulani hivi wa Kihindi. Kijana huyo alifika moja kwa moja na kwenda kumwangalia Zoe. Alimshika huku na huku kisha kazungumza, "Bado napumua, tumwaishe hospitali." Watu wakasaidiana na mkaka huyo na kwa pamoja wakamfikisha Zoe hospitali. Hali ya Zoe ilikuwa mbaya sana. Kuna namna mkaka huyo aliogopa sana. Kuna muda akili yake ilimwambia kuwa amwache Zoe hospitali tunaondoke, ila akawaza itakuwaje shida ikiwa kubwa na ukizingatia Zoe amekutwa kwenye gereji yake. Kijana kaendelea kuzunguka huku na huku kwa kufuata maagizo ya madaktari. Hatimaye siku 3 zikapita huku Zoe akiendelea na matibabu. Siku zote hizo Zoe hakuweza kuamka, lakini siku hii hapa ya 3 Mungu akatenda juu ya Zoe na aliweza kuamka kwenye usingizi mzito sana. Usingizi ambao kwa Waswahili sisi tunasema kuwa ni usingizi wa kifo. Kuzimia siku 3 sio mchezo eti. "Hello, I'm Kim. Ni mmiliki wa ile gereji ambayo ulipata shida usiku." Mkaka yule wa Kihindi alijitambulisha mbele ya Zoe ili waweze kufahamiana hata kwa majina tu. "Kwa nini lakini?" Zoe alimuuliza kijana huyo. "Excuse me?" Akamwambia kwamba samani. Mkaka watu ilibidi aulize tu, maana yeye anajitambulisha alafu mtu anamuuliza kwa nini sasa. "Kwa nini kuhusu ni Japani?" "Kwa nini nisaidia? Kwa nini kuniacha nikafa tu kama ambavyo nilikuwa nataka? Sumu nilikunywa nikiwa na akili zangu timamu." "Wewe msichana, nikicha eti sumu nilikunywa nikiwa na akili zangu timamu? Nafikiri unahitaji tiba ya akili wewe. Yaani unakunywaje sumu kwa mfano na haukuona sehemu nyingine zaidi ya ofisini kwangu?" Mkaka huyo alijikuta akiwa anaanza kumfokea Zoe. Ila bwana Zoe akatabia kazi last born mimi nawaambia, yani kufokea kidogo tu akaangua kilio cha hali ya juu sana na kuwapa wasiwasi wa huduma wa hospitali ambao walikuwa wamekuja mbio hodini. "Nini shida tena jamani?" aliuliza mmoja kati ya huduma wa hospitali hiyo. "Hataki kunipa maji ya kunywa, hataki kunipa chakula, lakini pia amenipiga kibao." Alizungumza Zoe kwa sauti ya kudeka, utazani anamfahamu mkaka huyo yani. "Daktari, mpimeni akili huyo binti." Na kabisa kichwani mwake kuna nati ambayo imeachia hapo, kama sio kutoka kabisa basi imelegea. "Unawazimu nini? Kichwa chako ndo hakiko sawa. Dokta, huyu ni mume wangu lakini ananifokea sana. Yaani hapa ananiambia eti anataka tuachane. Mimi kosa langu nini jamani?" Alizungumza Zoe na kujitupa chini tena sakafuni na kuanza kuja kwa galagala kama mtoto mdogo leo kama amenyimwa pipi. "Bro, mtulize mkeo. Hospitali ina watu wengi sana, inahitaji utulivu na ukimya. Narudi kwa ajili ya vipimo." Alizungumza daktari na kutoka nje. "Wewe binti na kichao?" Kim alimuuliza Zoe. "Chizi kabisa. Umetaka nikuonyeshe utaila wangu, si ndio? Vipi, umeonaje husband? Yaani mume?" Ila Zoe jamani. Nilikuwa nakaona katulivu sana kapole, kumbe nako ni 50 lasi 50 majinuni. Baada kila kitu
na kurudia vipimo, Zoe alionekana kuwa sawa kabisa na Kim akaruhusiwa kuondoka naye. Niambie kwenu wapi nikupeleke na mambo mengi sana kufanya. Alizungumza Kim akiwa hapo kwenye gari, yeye na Zoe. Kwetu wapi kwenda wapi? Yaani mimi sipajui nyumbani kwetu. Sikiliza binti, unanichanganya tu hapa. Nimekuwa mpole muda wote na neno kama ni mjinga, si ndio? Niambie kwenu wapi nikupeleke na mambo mengi sana ya kufanya na sio kusumbana na wewe kichaa. Kwanza siitwe binti, naitwa Zoe. Zoe Brieli. Ila niite Zoe tu inatosha. Kuhusu nyumbani kwetu sipajui. Nimepasao sipakumbuki. Kim kimemlamba dadeki zake. Yaani bora hata angetoloka tu kipindi ambacho alikuwa hajaamka huyu. Yaani Zoe ni kama sumu aliyokuwa amekunywa imeenda kuharibu kabisa akili yake. Nimeakanyaga ise. Alizungumza Kim kisha kama amewasha gari na safari yao ilishia kwenye kituo kidogo cha polisi. Kim alionekana kuwa ni kijana muoga sana, hivyo aliamua kumpeleka Zoe polisi ili kujua kuwa anamsaidiaje, maana ni shida tupu yani. Kim alielezea hali halisi na mwisho kabisa akaambiwa, nafikiri kwa wiki hapa utakaa naye kwa kibali maalum kutoka kwetu, huku tukiendelea kutafuta ndugu zake. Zoe alipigwa picha kadhaa kisha yeye na Kim wakaongozana mpaka nyumbani kwa Kim. Karibu. Kim alimkaribisha tu Zoe kwa utulivu sana. Wao, nyumbani kwako ni pazuri sana. Alizungumza Zoe na kujitupia kwenye kochi kama kamzigo kama hindi. Kim alionekana kuchoka sana. Alifunga mlango wake mkubwa kisha kama ameenda chumbani kwake na kujifungia. Dakika 5 tu zilimtosha sana Kim kuanza kukoroma. Ili onyesha ni kiasi gani alikuwa amechoka. Kim alikuja kushtuka majira ya saa 1 usiku. Kwanza alipaniki baada ya kumkumbuka Zoe. Akili yake ilimtuma kwamba Zoe ameshaharibu kila kitu yani. Ila mambo yalikuwa tofauti bwana. Ndani ya masaa machache sana Zoe aliweza kuibadilisha nyumba ya Kim. Nyumba ikapangwa ikapangika unaambiwa. Kim ni mtu ambaye yuko busy sana. Nyumba yake ilikuwa ni sehemu ya kurudi kulala tu. Vitu sasa mara nyingi vilikuwa ovyo. Yani kukuta viatu kwenye friji ni kitu cha kawaida sana. Mwamba huyu hapa. Zoe alifanya kazi bwana. Alihakikisha kuwa kila kitu kinakaa sehemu yake. Alihakikisha kuwa nyumba inakuwa na muonekano mzuri kama ambavyo inatakiwa. Zoe. Kimarita jina la Zoe baada ya kuona kuko kimya. Muda huo Zoe akatoka akiwa na mapovu mwilini mwake, ni wazi kwamba alikuwa anaoga. Na Zoe alivalia taulo fulani hivi dogo lilokuwa limefanya sehemu kubwa mwili wake kuonekana. Kumbe unaoga yakaendelea. Kim akajikuta akiwa anapata kigumizi cha ghafla sana. Wiki nzima iliisha huku Zoe akiendelea kuweka sawa nyumba ya Kim. Kuna namna Kim alikuwa kafurahia sana. Hatimaye siku ya Zoe kurudishwa kituo cha polisi ilifika. Walijiandaa yeye na Kim na safari kaanza. Kabla tujafika kituo cha polisi naomba niseme kitu. Najua inaweza ikawa ni mara yangu ya mwisho mimi nawe kuonana, lakini niseme Mungu akubariki sana. Ndani ya wiki moja umenifanya niamini kwamba watu wema bado wako duniani. Kim, Mungu akubariki mno. Maneno ya busara ya Zoe alimwacha mdomo wazi Kim, ambaye hakuamini kwamba Zoe anaweza kuwa na akili kiasi hiko. Najua muda mwingi umekuwa ukiniona ni kama mtu ambaye sina akili, lakini mimi niko sawa kabisa. Niliigiza tu nipate msaada kutoka kwako. Jinsi ambavyo ulinikaribia kule hospitali baada ya kukubali kwamba nilikuwa nimekunywa sumu, imenionyesha wazi kabisa kwamba wewe ni mtu mwema sana. Zoe alitumia muda huo kuelezea maisha halisi kwa Kim. Nyie mshawahi kumuona mwanaume analia? Basi Kim amelia sana baada ya kusikia story ya Zoe. Hatimaye alifika kituo cha polisi na taarifa zilizokuwa zimeonyesha wazi kabisa kwamba ndugu zake hawajapatikana. Nitaishi naye kuanzia leo, mimi ndo ndugu yake. Alizungumza Kim kwa sauti ya kumaanisha kweli kweli. Bwana we. Zoe akashtuka sana na kumgeukia Kim kisha kwa sauti ya kutokuamini akamuuliza, unamaanisha? Wewe ni familia yangu Zoe, kuanzia sasa hivi. Basi kila kitu kikawekwa sawa pale na Kim akaruhusiwa kuondoka na Zoe kwenda kuishi naye. Walifika nyumbani huku Zoe akiwa na furaha sana. Mara nyingi alimwangalia Kim na kujisemea kwamba ni mwindi mwenye moyo wa kipekee yake, maana akifikiria alikotoka, woi, ni kisanga kitupu. Halafu anakuja kukutana na mtu mwenye moyo safi kama huyo. Bwana we. Basi mwezi mzima ulipita huku Zoe na Kim wakiishi kama dada na kaka. Kim alihakikisha kwamba Zoe anakuwa ni mwanamke mwenye amani na furaha muda wote. Kwa upande wa Zoe bwana, maisha mazuri na yenye amani alianza kunyokea bwana. Alianza kupendeza na kung'aa kuliko kawaida. Nyama zikaanza kuongezeka mwilini na kufanya trako lake kumea bwana. Navyosema kumea sijui mnanielewa nyewe watu. Ikiwa ni siku ya weekend, Zoe alikuwa akiendelea na shughuli zake za mapishi
na Kim alikuwa busy kucheza laptop yake. Lakini pia kwa upande wa pili kengele ilisikia kilia. Zoe haraka kama ametoka jikoni na kutaka kwenda kufungua geti, lakini Kim akamzuia. "Endelea na shughuli zako. Hawa ndio wale wageni ambao nilikwambia hope chakula kiko tayari. Ndio kila kitu kiko sawa." Hizi kaka sasa tawaletea mwilini mwaka huu jamani. Tumekubaliana mimi ni Kim na wewe ni Zoe. Haili kaka linatoka wapi? Linatokea wapi? Lakini wewe ni mkubwa jamani. Zoe, endelea kunizoea kunichokoza mama. Hawa wageni wakiondoka ndo utajua kachumbari ni mboga au ni kitafunio. Zoe alicheka tu kisha kama rudi zake jikoni. "Ila maizangu subiri ni bwana." Patricia ameandika hivyo. Yaani Kim ameanza kumuita Zoe mama. Au ni mimi na umbea wangu tu ndo unaonisumbua? Au basi tuendelee. Umbea utanitokea pwani bure. Karibuni sana. Kim aliwakaribisha wageni wake. Walikuwa ni vijana watatu na wote ni vijana wa Kihindi. Yaani maongezi yao ni kuchikuchi holtaiza kutosha. Katania mwaya. Zoe alimaliza kupika kisha kama ametoka nje na kwenda kuandaa meza ya chakula. Alivyofika sebleni, mmoja kati ya wageni wale akamuita Zoe. "Zoe?" Zoe aligeuka na kumwangalia, na kwa namna moja au nyingine au alishtuka na kuonyesha wazi kuwa anamfahamu kijana yule. Zoe akamtizama kijana yule kwa muda kisha akawasalimia kwa pamoja. "Za saizi jamani." "Salama mrembo." Walijibu wakaka wote isipokuwa huyu mmoja alionyesha kumfahamu Zoe. "Kim, ausigero wako anaitwa nani? Mbona kama vile nimewahi kumuona mahali?" Kim alimwangalia Zoe na aliweza kujua kuwa kuna kitu hakiko sawa. Kisha akamgeukia rafiki yake na kumjibu, "Huyu anaitwa Zoe. Ni dada wa Zoe." Kumbe ana dada yake. Nice. Nikajua ni yeye, ila wanafanana sana. Tofauti yake huyu ni mnene na yule pale amekondeana sana. Stori zikaendelea kuwa nyingi pale, mitungi kama yote, yani ile ilikuwa ni kunywa tushushe mzigo. Majira ya usiku ikiwa ni kama majira ya saa 4 hivi, Kim alisogelea chumba cha Zoe kisha kwa utulivu akafungua na kuingia ndani. "Na kutumia jumbe zangu ujibu, kumbe huko macho." Alizungumza Kim baada ya kuingia kwenye chumba cha Zoe. Zoe akamwangalia Kim kwa muda kisha akamuuliza, "Mu ni rafiki yako sana eh?" Yaani huyu familia yake na yangu family friend. Wao tunashirikiana mambo mengi sana. Na ukiachana biashara zangu, ofisini ninayofanyia kazi ni ofisi babake. Wow, sijui mwisho wa maisha yangu nini wallahi. Kila siku ni tukio juu ya tukio. Kimtari unajua nusu ya maisha yangu. Sijui niseme nini, lakini Mu ni mwanaume ambaye nimeshalala naye zaidi ya mara 5. Kipindi kile ambacho mama mkubwa alikuwa ananiuza, kipindi kile kabla sijaenda kwa Wahindi. Wait, what? Hadi how? Yaani subiri nachanganyikiwa. Yaani Mu alikuwa anakuja kukununua kwa mama yako na kukutumia? Ndio, ni mteja mkubwa sana wa shangazi. Ni wa muda mrefu sana. Ila tangu amenijua mimi, akawa hataki wanawake wengine zaidi yangu. Jamani, Mu anatafuta nini huko jamani? Mu ni mume wa mtu jamani. Ameoa tangu tupo chuo mwaka wa 2. Chuo, lakini pia ako na watoto. Kuhusu familia yake sifahamu, ninachojua ni mteja mzuri sana mamangu. Alizungumza Zoe kwa huzuni sana kisha akainamisha sura yake chini. Mbona huzuni sasa? Asikujua kama Mu rafiki yako, ningejua sidhani kabisa kama ingetokea kinachoendelea. Kwani kitu gani kinaendelea jamani? Kim alimuuliza Zoe huku akiwa anajaribu kuchezea mikono yake na kuipapasa taratibu kabisa. Ila hawa nao bwana wananichanganya tu wallahi. Kwani kuna vitu mimi na waambia wenzangu hapa vimetupita au kuna nini ambacho kipo kwenye mapazia? Kim, nafikiri huu mchezo tulioanza uishie hapa. Alizungumza Zoe kwa utulivu kabisa. Unazungumzia mchezo gani binti? Kim, najua unaelewa sana. Unanielewa. Kim ni kijana mtulivu sana, mpole. Una upendo sana. Nafikiri unastahili kupata mtu hadhi yako. Unastahili someone better than me. Akimshika kama unastahili mtu ambaye ni bora kuliko mimi. Wewe binti na kichaa sio bure. Ngoja nikwambie kitu na naomba kikae kilini mwako. Kwenye hili penzi nimeingia mwili mzima. Yaani sijaacha hata ukucha. Sijaona mtu wala kitu au sababu yoyote ile ambayo ya kutuachisha mimi na wewe. Lakini Kim, Zoe mama, yaani hapa hakuna cha lakini mai wangu. Wote tuna background zetu, lakini tunaangalia mbele na sio nyuma. Kitu ambacho natakiwa kuelewa ni kwamba nakupenda sana na siwezi kuishi bila wewe. Sasa nyie, hawa watu mbona kama wananishtukiza hivi? Haya mapenzi yameanza lini? Mbona ghafla vubi ni va? Wallahi nachanganyikiwa jukuu zangu.
Kim bwana kaingia mazima. Kim hakupoteza muda. Polepole kama amemshika Zoe wake huyo vizuri kabisa, na kwa utaratibu wa hali ya mapenzi wakaanza kukisi. Mnaelewa kukisi au? Kuna watu kukisi wajui bwana. Kazi kutumia miguvu tu. Basi mkaka wa watu wa Kihindi bwana akaanza kumhamisha Zoe wetu dunia. Wakafika katika sahari ya kwanza pamoja na kuanza kuitafuta sahari ya pili. Niseme kwamba haikuwa mbali bwana. Muda mfupi tu Zoe akabaki akiwa na gugumua tu kwa. Mnasubiri nimalizie? Hebu tuheshimiane wa jameni. Siku hiyo bwana mechi kati ya Zoe na Kim ilikuwa kali sana naambiwa. Lakini Kim alionekanika kuwa mshambuliaji mzuri sana. Hakuchoka na mara nyingi alilinda goli vizuri kabisa, lakini mwisho wote wakafungana na kwa mehemu ya hali ya juu sana wakajitupia pembeni. Utaniua mjukuu wa bimzungu wewe. Alizungumza Kim kwa kuwa anachezea kidevu cha Zoe ambaye alionekanika kuwa naibu sana. Unajua mama, unanifanya na enjoy sana kwa style hii. Nitafunga mifungo yote ili ubaki tu kwa wangu tu mamangu. Unasemaje hapo? Mwanamke ni mwanamke tu bwana. Zoe alijikuta akiwa na tawaliwa na aibu ya juu sana. Hakuweza kuzungumza, libaki toke cheka tu kama chizi kwa jalala jipya. Basi bwana, siku iliyofuata kama kawaida mwanamke ni mwanamke bwana. Zoe aliamka mapema kabisa na kuanza kuweka mazingira ya nyumba sawa. Zoe hakikisha kila kitu kinakaa sawa na mwisho akaandaa kifungua kinywa cha Kim ambaye alijiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. So baby, utaweza kuvalia mavazi gani tunavyoenda kwa babangu mdogo? Kim alimuuliza Zoe. Wakati huo Zoe alikuwa busy akiweka sawa tai aliyokuwa ameivaa Kim. Chochote kile mpenzi wangu. Nadhani wewe ndugu zako unawafahamu zaidi. Ninunulie vazi ambalo unahisi kabisa watu walipenda sana. Nakupenda sana Zoe wangu. Asante sana kwa chai. Naomba niwahi kazini na niwahi kurudi tusiweze kuchelewa dina ukweni kwako. Kazi njema baba. Ubaki salama mama. Mimi ni yatima wa mapenzi wallahi. Haya mapenzi ya Kim na Zoe nitayapata wapi na yatafuta kweli? Au ni Patricia jamani, sio director anayeongea hivyo. Ni mtunzi wetu Patricia. Mimi na mke afu nampendaga mpaka sio nisemaje. Hebu tuachane nayo sana, mambo ya ndani kabisa. Basi majira ya jioni alionekanika Kinze akiwa kwenye mavazi ya Kihindi na akipendeza kweli kweli. Kichwani alivalia wigi moja matata sana, wigi ambalo bei yake sio ya kitoto. Safari ya Zoe na Kim iliwafikisha moja kwa moja mpaka kwenye nyumba ya Mr. Khan. Zoe akashtuka sana na kujikuta akiwa anatetemeka sana, lakini alijikaza na moja kwa moja wakaingia ndani. Wahindi wanapenda heka bwana, kama wazalamu vile. Yaani kwenda kula dina na mpenzi wake tu kaa ndugu kaweka kabisa na matalumbeta zao zile. Ila kitendo cha wanafamilia wale kumuona Zoe kiliwashtua sana na kila mtu kwa mshangao hadi ya juu sana kaita, "Zoe?" Bana wewe. Basi Kim aligeuka na kumwangalia Zoe wake kisha kwa sauti ya utulivu sana akamuuliza, "Mnafahamiana na hii familia?" Zoe akatabasamu na kujibu, "Yeah, but tutaongea vizuri tukimalizana na hiki kilichotuleta hapa." Kim akashikilia goma lake vizuri kabisa kisha kwa utulivu wakasogea wote mpaka kwenye makochi ya sebleni. Kila mtu aliganda kumshangaa Zoe. Kuna namna walikuwa wameshindwa kuamini kuwa Zoe wanayemuona ndio Zoe ambaye walimfukuza kwa maneno machafu pale nyumbani. Wafanyakazi wenzao wakabaki wakimwangalia kwa kumtamani sana na wasiamini kwamba Zoe ambaye alikuwa ni kijakazi tu leo hii anakuja kama mkwe wa familia. Baada ya salamu na maongezi hapa na pale, familia nzima ilikaribishwa mezani kwa ajili ya chakula. Kwa upande wa Zoe alinuka pamoja na Kim wake na kuanza kusogea kwenye meza ya chakula. Zoe nafikiri ungeungana na wafanyakazi wenzio kule jikoni. Alizungumza mama familia hiyo, yani mama mzazi wa Viraji. Mama mdogo, why aende kule ikiwa tumekuja kwa ajili ya dina? Kim alimuuliza. Kwa sababu hii ni family dinner. Zoe ni part of our family now. Akionyesha kama ni sehemu ya familia yetu sasa. Ukiwa unamaanisha nini Kim? Zoe anawezaje kuwa sehemu ya familia yetu? Mama mdogo bwana, muda bado, lakini kwa ajili ya amani ya hii dina naomba niseme Zoe ndiye mwanamke ambaye nilisema nitawatambulisha. Familia nzima ikashtuka kama imeona au imesikia kitu cha ajabu vile. Zoe akabaki akishangaa tu.
Na hakushtuka hata kidogo, kwani anaijua vizuri sana familia hiyo. Mnashtuka nini sasa? Kim aliulizwa na familia yake, kila mtu akabaki kana shanga huku na wasitoe majibu sahihi kwa Kim. Kwa utaratibu watu wote wakasogea kwenye meza ya chakula. Penzi la Zoe na Kim lilikuwa hoti sana jamani, la moto. Walipendana kuliko kawaida. Tumezoea kuwa kwenye meza ya chakula mwanamke ndio waga anampakulia mumewe chakula, si ndio? Lakini kwa Kim na Zoe imekuwa tofauti. Mara nyingi Kim hupendelea kumpakulia chakula Zoe, na hakusita kufanya hivyo mbele ya familia yake. Kwa utulivu hali ya juu, familia iliendelea kupata chakula. Nafikiri nitaenda kusafisha vyombo. Alizungumza Zoe baada ya kumaliza kupata chakula. Kim akamwangalia Zoe wake kwa muda kisha akatabasamu na kumkonyeza. Hiyo ilikuwa ni ishara tosha kuwa Kim amekubali Zoe kwenda kusafisha vyombo kama ambavyo ametaka. Zoe kwa bashasha hali ya juu sana kaingia jikoni na kukutana na wafanyakazi ambao walikuwa wakifanya kazi nao pamoja. Niliwamisi sana mashikaji. Alizungumza Zoe baada ya kuingia jikoni. Asisi pia Zoe, ila umependeza sana rafiki. Asante. Nimekuja kuwasaidia lakini pia kupiga stories hapa na pale, maana ni kitambo tangu nimeondoka shikaji zangu. Si unajua tena watu ambao wanaelewana wakikutanaga mambo yanavyokuwa. Stories zilinoga nyie. Walikumbushana mambo mengi sana, walifanya kazi kwa pamoja wakiwa na furaha sana. Zoe, wewe Kim ulimjuaje jamani? Maana nakumbuka tangu wewe uje huko ndani Kim hakuwahi kuja. Akauliza mmoja kati ya wafanyakazi wa nyumba hiyo. Mambo ya Mungu mengi bwana. Na hisi kutoka kwangu ndio ilikuwa baraka mimi kwenda kukutana na Kim. Una bahati sana wallahi. Yaani Kim ni ndoto ya kila mwanamke. Wakiwa wanaendelea kuweka mambo sawa na stories zikiwa zinaendelea kunoga, ghafla akaja Village na kwa ukali akamshika Zoe mkono na kuanza kumvuta huku na huku. Hebu Village niachie. Zoe alimfokea Village lakini hakufua dafu. Village akatumia wanaume wake na kumchukua Zoe watu kwa nguvu kabisa. Alimvuta na mwisho akafanikiwa kufika chumbani kwa Village. Village, nakuheshimu sana na naomba wewe uniheshimu, sawa? Zoe, umerudi kufanya nini kwenye maisha yangu? Village akamuuliza Zoe kwa ukali sana. Zoe akamwangalia akatabasamu na kujibu, unamaanisha ninavyosema kwenye maisha yako? Zoe, nakuchukia sana. Sihitaji kukuona, sijisikii kukuona kwenye mboni za macho yangu, sitaki hata kusikia jina lako. Najua kama nilichukia na usijali vila. Nimemalizana na kile ambacho kimenifanya mimi nifike kwenye nyumba hii, then naondoka. Alijibu Zoe na kutaka kuondoka, lakini muda huo Village akadaka mkono wa Zoe na kwa sauti ya maumivu akazungumza. Zoe, ni kipi ambacho umeona kwa Kim na kwangu jaona? Zoe akatabasamu kisha akatoa mkono wake kwenye mkono wa Village na kujibu, kumbe unarudisha mada nyuma, si ndio? Nakumbuka uliniambia unanipenda sana sana, lakini ulinifanya kuwa mtumwa wako. Ulifanya kila aina ya visa, unakumbuka? Kabla Zoe hajamaliza kuzungumza, ghafla ikasikia sauti ya Kim ikiita jina la Zoe. Kwa haraka Village akamvuta Zoe karibu yake na pasi na kupoteza muda akamshika vizuri kabisa, na kwa mshtuko akaanza kumkisi Zoe ambaye hakuwa amejiandaa kabisa. Wakati Zoe alikuwa anaendelea, ghafla Kim aliwasili kwenye eneo hilo. Kim alishtuka sana, haraka akawahi na kwenda kumvuta Zoe wake. Zoe, nini unafanya jamani? Unataka kunigombanisha na brother zangu, si ndio? Zoe, mimi sikutaki mara ngapi na kuambia kwamba sikutaki. Village alianza kulalamika kana kwamba Zoe ndiye kama mfanya kitendo hicho. Zoe watu akaogopa sana, kwa uoga hali ya juu Zoe akamgeukia Kim na kwa upole akaanza kujitetea. Baby, hakuna kitu Kabla Zoe hajamaliza kauli yake, Kim akanyosha kidole chake na kuweka mdomoni mwa Zoe, ikiwa ni ishara kumfanya akae kimya, kisha Kim akageuka na kumwangalia Village. Kim akaonekana kuwa ni mtu mwenye hasira sana. Kwa kutunisha kifua akaanza kumsogelea Village ambaye alionyesha kuogopa sana. Bro, sio mimi bwana, ni mwanamke wako ndo ambaye amenifuata chumbani kwangu mimi. Kim, niamini mimi huku ni chumbani kwangu bro. Akambali na Zoe, otherwise tutagawana majengo ya serikali bro. Alizungumza Kim kwa kung'ata meno yake. Alipokuwa amemaliza kutoa onyo, alishika mkono wa Zoe na kwa utulivu akatoka nje. Walisogea moja kwa moja mpaka sebuleni, kisha Kim akazungumza. Asamanini sana jamani, nimepata dharura mara moja, natakiwa kufika sehemu, ni muhimu sana. Mbona ghafla? Aliuliza mkuu wa familia hiyo. Ni dharura jamani. Kim hakuwa na sababu ya kuendelea kujielezea. Alimshika Zoe wake mzuri na kwa utulivu akaondoka kwenye nyumba hiyo. Safari yao ilikuwa sio ndefu, lakini ilikuwa imejaa ukimya wa hali ya juu sana. Kim alionekana kuwa na hasira sana. Zoe alibaki akitetemeka tu, maana jinsi ambavyo Kim aliwakuta yeye na Village ni kisanga kweli kweli. Kim. Zoe alianza kumuita Kim kwa mfululizo baada ya Kim kushuka kwenye gari na kumwacha Zoe.
Kim aligeuka na kumwangalia Zoe kisha kwa sauti ya kueleza na kazungumza. Funga gari na uje ndani. Sawa. Zoe alijibu na kufanya kama ambavyo alikuwa ameambiwa. Kwa haraka Zoe akaingia ndani na kubaki kumtumbulia macho Kim ambaye alikuwa na hasira sana. Ile ndio familia ambayo uliniambia? Kim alimuuliza Zoe. Familia gani? Zoe, mbona acha ujinga ujue. Niambie, hii ndio familia ambayo mtoto wa kiume alikusingizia kumkataki mapenzi? Niambie, hii ndio familia ambayo baba wa familia amekutaki mapenzi? Ndio. Ndio. Sawa. Alijibu Kim na kujitupia kwenye kochi. Sawa nini sasa? Kim, nafikiri kila kitu kimeisha sasa. Ile ni familia yako na hakika sasa hivi wataniheshimu baada ya kujua kwamba mimi ni mke wako. Zoe, unajisikia lakini eti watakuheshimu sio? Kama ingelikuwa ni kweli vile asingekufanya kile alichokufanya. Lakini hakuna cha lakini. Naomba niache mwenyewe kwa kweli. Sina nguvu ya kuendelea kubishana nawe. Basi Zoe watu kwa utulivu akatoka zake na kuelekea chumbani kwake. Zoe alijikaza tu mbele ya Kim lakini alijisikia vibaya sana baada ya kuingia chumbani kwake akajikuta analia sana. Baada muda Kim aliinuka na kuingia chumbani ambako alimkuta Zoe akiwa anaendelea kuloesha tu mtoko machozi. Zoe. Zoe. Kim alimuita Zoe kwa sauti yenye huruma lakini pia kwa wasiwasi wa hali ya juu sana. Nisamehe mimi mama. Nisamehe kipenzi changu. Nilikuwa nina hasira tu lakini sio kwako. Na kuhusu familia yangu, achana nayo. Ninachojua mimi na wewe na wewe na mimi. Nyie, ukisikia love is a beautiful thing, basi ndo hii. Upendo ni kitu kizuri nyie. Hivi imagine mwanaume wakati wote yuko upande wako tu. Mwanaume wakati wote anapambana kwa ajili ya furaha yako, haijalishi yupo na familia yake au la. Basi Zoe kwa kudeka akamsogelea mai wake na kumkumbatia kwa nguvu sana. Nakupenda sana Kim. Nakupenda Zoe. Walitulizana pale na mwisho kila mtu akaelekea bafuni kwa ajili ya kwenda kuoga. Unaambiwa siku zilitembea na kukimbia huku pendo la Zoe na Kim likizidi kuwa moto. Yaani pendo lilikuwa hoti kuliko kawaida. Kim alijitahidi kuwa mwanaume mbele ya Zoe. Kim alihakikisha kuwa Zoe anakuwa ni mwanaume mwenye furaha wakati wote. Ikawa ni siku ya weekend, Zoe na Kim wakaongozana kwenda sokoni kwa ajili ya kununua mazagazaga. Kwa wakati huo ukimwangalia Zoe uweze kuamini kwamba ni binti ambaye amepitia mambo mengi ya kuumiza lakini pia kunyasika kwa kila mtu. Wakaendelea kuzunguka huku na huko, Zoe aliweza kugongana na mtu kikumba na kusababisha kapula mtu huyo kuanguka lakini pia kumwaga kila kitu. Samahani sana. Ni bahati mbaya. Alizungumza Zoe kwa wasiwasi sana huko akiwa anachuchumbana kuanza kuokota vitu alivyomwaga. Wewe binti mpumbavu au? Ina maana mbele uoni au? Alifoka mwanamke huyo. Sauti haikuwa ngeni masikioni mwa Zoe, hivyo kwa haraka Zoe aligeuka na kumwangalia ili kuhakikisha kuwa ni yeye au alikuwa anafanisha sauti. Wewe? Zoe alishtuka sana baada ya kukutana na sura ya mamake mkubwa. Mwanamke ambaye aliamua kutumia mwili wa Zoe kuwa sehemu ya mapato. Bwana wewe. Patamu hapo. Mama mkubwa wa Zoe pia alishtuka sana, hakutarajia kukutana na Zoe tena kwa wakati kama huo. Lakini pia urembo na kupendeza kwa Zoe ndiko kulimchanganya zaidi. Yaani Zoe hakuwa tena yule Zoe wa mwanzo, mabadiliko ya Zoe yalikuwa ni makubwa mno. Huyu mama kama haoni pesa hapa, sijui anaona nini mbele yake. Kumbe wewe, nafikiri sina haja ya kuokota upuzi wako. Alizungumza Zoe na kunyanyuka kabisa na kuacha kuokota zagazaga za mamake mkubwa. Kwa upande wa Kim alichuchumana kutaka kuokota lakini Zoe alimwahi na kumnyanyua baba wake na kumwambia, "Tuondoke, ataokota mwenyewe." Hasira ya ghafla ya Zoe ilimchanganya sana Kim ambaye hakuwahi kuona attitude ya namna hiyo kwa Zoe. Kim alibaka na mshangaa tu Zoe lakini baada ya yote alimsikiliza mwanamke wake na kwa mwendo haraka wakaondoka. Mama mkubwa wa Zoe pia akaacha vitu vyake na kuanza kuwafuatilia kina Zoe. Yule mwanaume ni nani? Na inakuwaje Zoe anatembelea gari kali kiasi hiki? Lakini pia amewezaje kuendesha gari? Alijiuliza mama mkubwa wa Zoe baada ya kumuona Zoe akipanda kwenye gari moja kali kabisa ya kifahari. Lakini pia Zoe alipanda upande wa dereva, ni wazi kabisa kuwa yeye ndo alikuwa anaendesha ile gari kwa wakati huo. Fuatilia hiyo gari, hakikisha kwamba haitupotei, nitakulipa pesa unayotaka. Alizungumza Madam Boss akimwambia dereva bajaji. Hakuna shida Madam Boss. Wala hata sina shida na pesa, ndio tu pisi yangu moja tu siku leo. Alijibu dereva huyo akionyesha kuwa ni mteja mzuri sana wa Madam Boss. Yaani mteja wa kununua wanawake wanaouzwa na Madam Boss. Zoe na Kim walifika nyumbani kwao pasi na kujua kuwa Madam Boss alikuwa akiwafuatilia nyuma lakini pia waliweza kufika naye mpaka nyumbani kwao. Nashukuru kupafahamu.
alizungumza Madam Boss huku akiwa na tabasamu pana usoni mwake. Tunaweza kuondoka sasa, alizungumza Madam Boss. Kwa upande wa ndani, Zoe alifika na kutupia pochi yake kwenye kochi na kuanza kuzunguka huku na huku kama mtu aliyechanganyikiwa. Zoe, unanichanganya sana nisiwe muongo. Yaani tangu tumefika ni unazunguka tu hapo nazunguka. Kwanza nataka kujua yule mama ni nani na kwa nini umemfanyia kitendo kama kile. Yule ni mtu mzima sana ise. She's old enough to be your mother. Labda mama yako ile sema mamangu. Hakuwahi kabisa kuona mimi kama mtoto wake. Hakuwahi kujali kama mimi ni mtoto halali kabisa mdogo wake. Mwanamke yule ameweka pesa mbele. Aliruhusu wanaume 3 wanitumie pasi na kujali maumivu makali ya siku ya kwanza. Kim ni mkaka fulani hivi, mtulivu lakini pia ni muelewa. Na mtu mwenye huruma sana. Kwa utulivu akazungumza. Nataka utulie na uzungumze kwa utulivu, nashindwa kukuelewa. Zoe, nipo nje panda. Ni yeye, yule ndo Madam Boss. Hapo Kim akashtuka sana na kubaki akiwa ametumbua macho. Unamaanisha yule ndio? Ni yeye. Kim, kwa nini amekuja tena kwenye maisha yangu? Kwa nini nimekutana naye? Kwa nini shetani kama yule bado anaishi? Zoe alizungumza kwa sauti ya juu sana kwa kilia. Zoe, tulia basi mamangu. Alizungumza Kim na kumkumbatia mwanamke wake kwa nguvu kabisa. Kim akamtuliza mai wake pale, kisha alipokuwa ametulia Kim kama kidume, akaingia jikoni kwa ajili ya kuandaa chakula, maana Zoe hakuwa sawa kabisa. Kim akiwa na mapishi aliweza kusikia hodi kutokea getini kwake. Kwa haraka kazima jiko na kwenda kufungua geti. Kim alitoka mpaka getini na kufungua mlango, uso kwa uso kukutana Madam Boss, yani mama mkubwa wa Zoe. Amekuja kufanya nini tena huyu Irudo mto? Hatari na nusu. Hii simulizi yetu ni maana halisi ya upendo, msikilizaji usisahau. Na tulikuwa na binti Zoe, dada wa kazi, lakini hapa tunacheki kuona maana halisi ya upendo. Imetungwa na bibia Patricia Anthony. Ikinasimuliana na director kutokea hapa Simulizi Max. Kwa simulizi tamu kama hizi, hakikisha umesubscribe YouTube channel Simulizi Max, lakini pia Simulizi by Simulizi Max. Kuendelea kufuatilia mikasa mitamu ya kusisimua na kuelimisha kutokea hapa Simulizi Max. Tuendelee na burudani yetu. Kim alishtuka sana, lakini akaamua kuzuga na kwa utulivu akauliza, "Nikusaidie nini?" "Unisaidie kuhusu nini?" "Namtaka binti yangu." Alifoka Madam Boss kama kawaida yake. "Samahani mama, sijui unamuongelea nani? Sina binti yako ndani." "Wewe kijana, unajifanya kichasi ndio? Unijui vizuri wewe. Jadi binti yangu namtafuta kwa muda mrefu sana, kumbe umemfungiana ni kwako na kumfanyisha kazi bure." "Mama, umekosea nyumba, tusumbuane." Alijibu Kim, kisha kwa hasira akabamiza geti lake kwa nguvu sana na kufunga mlango kabisa. "Kijana, mtoto wangu," aliita Madam Boss kwa utulivu. Itakuwa nimeharibu kila kitu hapa. Kwa nini nimeongea naye kwa hasira sasa?" Madam Boss akabaki kwa najilaumu tu, maana ni kama alifanya ujinga jinsi ambavyo amezungumza na mtu ambaye hamfahamu kabisa. Kim akarudi ndani, ile anaingia tu sebuleni na kukutana uso kwa uso na Zoe. Alikuwa anazungumza na nani? Kim akajikuta akiwa anapata kigumizi cha ghafla, maana alijua kabisa akimtaja Madam Boss kwa Zoe itazidi kuleta shida. Ndugu msikilizaji, kwa maelezo ya haraka, Zoe anahitaji sana therapy kwa ajili ya kutibu akili yake. Matendo ya kikatili ambayo Zoe amefanyia na mamake mkubwa ni matendo ambayo yanamuumiza sana akili yake, wage na vurugi kabisa. Basi Zoe aliganda akimwangalia Kim, huko akitaka majibu yanayoeleweka kutoka kwake huyo Kim mwenyewe. Ni mtu tu ambaye amekosea namba ya nyumba, alijibu Kim na kumvuta shavu Zoe wake. Sawa. Kwa pamoja wapendanao hao bwana walishikana mikono na kwenda jikoni kwa pamoja wakisaidiana kwenye kuandaa chakula. Wiki mbili zikapita huku nyumba ya Kim ikiwa ni nyumba yenye amani sana. Kwa upande wa Zoe, alianza matibabu ya utulivu wa akili kutoka kwa therapist ambaye alikuwa ni mzoefu sana wa mambo hayo. Ikiwa ni siku ya Jumamosi, nyumbani kwa Mr. Khan kulionekanika kuwa na heka za kutosha. Ni wazi kwamba kulikuwa na sherehe kubwa sana. Nyumba ilipambwa na maua ya kila rangi na kufanya kupendeza zaidi. Upande wa jikoni pia vyakula vilikuwa kama vyote, watu walipendeza sana na nyuso zao zikajawa na furaha sana. Kwa upande wa nje wa nyumba hiyo, alionekanika Zoe akiwa na Kim, nao akiwa ni washiriki wa sherehe hiyo. Ndugu msikilizaji, siku hii ilikuwa ni siku kubwa sana kwa village, kwani ilikuwa ndio siku ambayo village anachukua mke. Ndugu na jamaa waliungana na village na kuhakikisha kuwa kila kitu kinaenda sawa. Ukipenda vizuri lazima unenepe. Ukipenda vizuri lazima upendeze. Kwa jinsi ambavyo Zoe alikuwa amependeza na mavazi yake na kila kitu,
ilifanya watu wamtizame Zoe mara mbili. Wengine walienda mbali kabisa na kuomba kupiga naye picha. Naweza kupiga nao? Zoe alimuuliza Kim wake ili aweze kupata ruksa kabla ya kujichukulia maamuzi mkononi. Ya bebe, shows, wallahi wewe ni kivutio cha taifa nakwambia. Kim sasa na misifa yake bwana akaamua kuwa kamelamani kabisa. Kuna nini pale? Ilikuwa ni sauti ya mama mzazi wa village, mwanamke mwenye roho mbaya yake mjini, anayemiliki roho nyeusi yenye kutu. Moja kati ya wageni wako ni mrembo sana. Ukiachana na hivyo mavazi aliyovaa sasa yamempendeza mno. Alijibu mmoja kati ya wageni waalikwa, na alikuwa akimwongelea Zoe ambaye wakati huo alikuwa amezungukwa na watu wakitaka kupiga naye picha. Maviraji haraka sana kama amesogea eneo la tukio, hakuamini kumuona Zoe ambaye alichukua attention kubwa ya watu kwa wakati huo. Kwa upande wa Kim alikuwa busy kabisa kufurahia kazi yake kupiga watu picha. Inatosha sasa jamani. Mko wangu ndio kwanza amefika jamani. Alizungumza mama village na kwenda kumkumbatia Zoe kwa bashasha ya hali ya juu sana. Kila mtu akabaka na shangaa. Maviraji akamshika mkono Kim na Zoe na kwa furaha sana akaingia nao ndani. Karibu sana vipenzi vyangu. Mama village aliwachangamkia sana Kim na Zoe, na hii ilimpa wasiwasi sana Zoe ambaye alibaki kimkazia macho Kim wake. Kim, wanaume wenzio wako upande ule kule. Zoe, hebu nifuate huko, kuna kazi nataka unisaidie. Alizungumza mama village. Ama mdogo, kazi saizi jamani. Mke wangu amechoka sana, hata hivyo hayuko sawa kiafya. Kim aliamua kumtetea Zoe wake. Wewe na wewe sio kazi kubwa anafanya, na mimi nataka nisaidie ni harusi kule chumbani, hakuna hata kazi kubwa. Kim akamsogelea Zoe na kumkisi kwenye paji la uso na kumwambia, "Take care babe." Wakaagana kisha Zoe na mavilaji wakazungukia upande wa pili wa ile nyumba ambapo kulikuwa kuna mlango mkubwa kabisa wa kutokea nje. Utatumia mlango hapa kuondoka nshelea mwanangu, lakini pia kuondoka kwenye maisha ya Kim na maisha yetu kwa ujumla. Alizungumza mama village huku akiwa anafungua mlango huo. Zoe akamaki na kualaka kataka kuondoka nalo, lakini mama village akamwahi na kudaka mkono wake. Nimekwambia natumia mlango huko. Hakuna shida, lakini nitaondoka na mwanaume wangu. Naweza kukaa mbali na maisha yetu, lakini sio mbali na maisha yake. Naomba ujue kwamba yeye ni mwanaume wa maisha yangu milele. Maviraji alichukia sana na kualaka kanyanyua mkono wake na kutaka kumchapa kibao Zoe, lakini Zoe aliwahi na kudaka mkono wake. Mama, uliwahi kunipiga basi ni kipindi hicho na sio sasa hivi, sawa? Alizungumza Zoe na kumsukuma mwanamke huyo aliyekosa haya kabisa. How dare you? Akamwambia kama unasubutuje wewe. Maviraji akaanza kufoka kwa vingereza vyake. Hivi kitu kama kufanya ukate mahusiano yangu na Kim. Unafikiri Kim ni kama kijana wako huyu mjinga anayekuogopa? Mimi na wewe tunajua kabisa village hayuko tayari kumwoa huyo msichana. Unajua kabisa kama mimi ndio chaguo la kwanza kabisa kwa mtoto wako. Unajua kabisa mimi wa village yuko kwangu. Kaa kimya Zoe. Kaa kimya kabla sija kuharibu sura yako hiyo. Au kwa unauma si ndio? Wacha mimi nikwambie ukweli tu. Unaharibu maisha ya kijana wako. Matamanio ya mali nyingi yanaharibu maisha ya kijana wako. Utapata mali lakini sunu utamkosa village. Unajua wewe mwanamke ni shetani sana. Kaa kimya wewe. Kwa hiyo unajivunia huyo Kim si ndio? Zoe, kama unampenda Kim naomba uachane naye mara moja. Ukiendelea naye nitahakikisha kwamba anapotea kwenye uso wa dunia. Kama utamuua au? Majibu unayo. Utamua yeye kutenganisha na mimi, lakini mimi nitajiua mwenyewe ili kwenda kuungana naye. Wakiwa wanaendelea kubishana, muda huo akatokea Kim na kuuliza, "Unafanya nini huko?" Namuonesha mkwe wangu hapa mazingira. Unajua amekaa hapa lakini mazingira mengine hayajui kabisa. Mama, utamuonyesha siku nyingine. Leo ni siku ya furaha bwana. Hata hivyo unahitajika huko juu. Maviraji kaondoka eneo la tukio kwa haraka sana huko akiwa anamwangalia Zoe kwa hasira sana. "Uko sawa?" Kim alimuuliza Zoe ambaye alionekanika kuwa na hasira sana. "Ya, niko sawa," alijibu Zoe. Basically wakashikana mikono na kwa pamoja wakaanza kuondoka. Lakini kabla hajafika mbali, Zoe aliweza kusikia sauti ya mtu ikisema, "Maji, naombeni maji." Ilikuwa ni sauti ya uchovu sana, lakini pia ikikwaluza sana na kufanya isikie kwa mbali mno. "Nani huyo?" Zoe aliuliza huko akiwa anaangalia huku na huku, lakini hakuweza kumwona mtu. "Umeanza na wewe uoga tu. Hem, twende," alijibu Kim na kumshika Zoe na kwa haraka sana wakaondoka. Kwa upande wa Zoe bado sauti ile iliendelea kujirudia kwenye kichwa chake na kumfanya akose amani kabisa. "Kim," Zoe alimuita Kim, "Niambie mama. Viraji anahitaji msaada." "Msaada wa nini wewe?"
Alijibu Kim na kuachia kicheko cha hali ya juu sana. Na maanisha sitani ujue. Mbona kama upo serious kweli, kuna nini? Kuna kitu sikuwahi kukuambia. Kitu gani tena jamani, tunapeana wasiwasi Zoe? Viraji hakuwahi kumpenda huyu binti anayemuoa. Viraji alikuwa akinipenda sana mimi. Ni kweli amenitesa sana, lakini ni kutokana na maelezo ya mama yake tu na baba yake. Zoe, ifikia hatua unajionea huruma sasa wewe, na uache kuonea watu wengine huruma. Nikuulize kitu, itakuwaje kama Viraji asipo moyo binti? Ni wote waliona Viraji? Zoe alibaki kutoa macho, ni kama hakuwa amefikiria kiswali. Nijibu, Viraji akiachana na huyu mwenza wake, ni wewe ndiye ambaye utolewa naye? No, sijamaanisha hivyo baby. Anyway, mimi niko tayari kwa lolote lile. Alizungumza Kim na kuondoka kwa hasira sana, huko kimwacha Zoe akijutia maongezi hayo, maana hakuwa amefikiria kabisa alizungumza tu. Basi Zoe kwa haraka sana akamkimbilia Kim ambaye alikuwa amechukia sana maongezi yao aliyokuwa amefanya na Zoe. Kim baby. Zoe alimuita Kim mfululizo, lakini Kim hakuitika wala kugeuka. Moja kwa moja alienda na kukaa kwenye kocha akisubiri Shele kwanza. Hautaongea na mimi? Zoe alimuuliza Kim. Kim aligeuka na kumwangalia Zoe kwa muda, kisha kwa sauti kabisa akamwambia, kaa chini, sitaki drama. Akamshika kama sitaki michezo. Zoe kwa kudeka akajitupia chini na kuanza kugaragara tena mbele ya watu, lakini Kim akamwona na kubinua. Sasa ndio unafanya nini mbele za watu jamani? Si utaki kuongea na mimi? Jamani, sijamaanisha bwana. Hebu nisamee mke wangu mzuri. Ugomvi ukaisha kwa staili hiyo na kila mtu akawa na furaha sasa. Ila nyie, love is a beautiful thing. Kama umepata kwenda naye, lakini ukiwa na madunga embe haya, aise, utajua ujui. Basi baada ya muda sherehe ilianza. Kwa upande wa Village hakuwa na furaha hata kidogo. Yaani Village alikuwa ameshindwa hata kulazimisha kutabasamu tu, muda mwingi macho yake ya huzuni yalikuwa hapo yakimtizama Zoe. Kwa upande wa Zoe, baada ya akili yake ilikuwa inawazia sauti ambayo alikuwa amesikia kwa sauti ya chini. Akasogelea sikio la Kim na kuzungumza, naenda Washiru, mnakuja? Sawa. Kwa kwenda kwa haraka Zoe akawa ametoka eneo hilo la sherehe na kurudi kule. Akilisi alikuwa amesikia sauti ya mtu ambaye aliamini kabisa kuwa yupo kwenye matatizo na anahitaji msaada. Hello, nani yuko hapa? Zoe akaanza kuitilia ili aweze kujua mtu yuko upande gani. Akiwa anaendelea kusikiliza kwa makini, ghafla akasikia kishindo kwenye moja kati ya kabati kubwa sana ambalo lilikuwa lipo kwenye korido ya eneo hilo. Nani yuko hapa? Zoe akauliza kwa sauti ya wasiwasi sana, kwa akiwa anasogelea kabati hilo. Msaada, maji, naombeni maji. Sauti ile ilikuwa ikizungumza tena, na Zoe aliweza kusikia kwa ukaribu kabisa na aligundua kuwa ni sauti ya kiume. Zoe akiwa anaendelea kusikilizia sauti, ghafla akasikia sauti nzito sana nyuma yake ikimfokea. Unafanya nini hapo? Zoe akashtuka sana kwa jazba, akajikuta akiwa anaangukia chini baada ya kiatu chake kirefu kukanyaga mtandio wa gauni lake. Unafanya nini huku? Mr. Khan akamuuliza Zoe kwa hasira sana, huko akiwa anamsogelea na kushika kidevu chake. Nilikuwa nazungumza na simu. Mr. Khan ambaye ni baba mzazi wa Village akamwangalia Zoe kwa muda na kwa sauti ya ukali akamwamuru, potea tena, nisije kabisa nikuona tena eneo hili. Kwa uoga na wasiwasi Zoe akainuka na kukimbia. Ila Zoe mbishi jamani. Alikimbia kidogo na alipofika kwenye kona akajibana na kuchungulia ili kuona baba Village anafanya kitu gani kwenye eneo lile. Nimekuambia acha kelele, haya mateso umeyataka mwenyewe. Fanya ninachokitaka na utakuwa huru kama zamani. Maneno ya Zoe aliweza kuyasikia kwa uzuri kabisa, na hii iliweza kumhakikishia kuwa ndani ya kabati lile kuna mtu na yupo kwenye mateso makubwa sana. Basi Zoe kwa utulivu akamerudi zake kwa bibi wake na kutulia. Alitamani kumwambia, lakini alijikuta akiwa anapata wasiwasi mkubwa sana, hivyo akaamua kimya. Sherehe ilifana kwa kweli. Hatimaye Village akawa mume wa mtu rasmi, huku akiwa amemuoa mtu wa jamii yake, yani Muhindi. Hongera sana Village, alizungumza Kim baada ya sherehe kuisha na kupata muda wa kuzungumza na ndugu yake. Asante sana, alijibu Village, lakini bado macho yake yalikuwa yakimtizama Zoe, na Kim aliweza kushuhudia hilo. Baada ya kila kitu kuisha, ndugu jamaa na marafiki wakaanza kuondoka na kufanya nyumba kupwaya. Zoe na Kim pia hawakuwa na sababu ya kuendelea kukaa hapo, waliaga na kuondoka. Kim, mtu anahitaji msaada sana, amefungiwa kwenye kabati. Zoe alijikuta akiwa anapoka tu, na wakati huo yeye na Kim walikuwa hapo kwenye gari yao wakiondoka kwenye nyumba yao. Zoe, kwani leo una nini mama? Kuna kitu ambacho umekunywa? Kuna mambo hayako sawa kwa upande wako?
Unaumwa? Kim alijikuta akiwa anamuuliza Zoe maswali mfululizo, maana ni kama Zoe alikuwa anamchanganya akili yake tu. Sichanganyikiwa, ila yule mtu anahitaji sana msaada wetu. Nafikiri anahitaji kupumzika, tumekuwa na siku ndefu sana leo. Kim hakuchukulia maanani kabisa, zaidi aliendesha gari kwa kasi sana ili wawahi kufika nyumbani na Zoe aweze kupumzika. Kwa upande wa pili, anaonekana mzee Khan na mkewe akiwa chumbani kwao. Kwa namna moja ama nyingine wanaonekana kuchanganyikiwa sana, maana walikuwa wakizunguka huku na huku na kukuna vichwa vyao. Unaweka Zoe aliweza kuzungumza naye? Mrs. Khan kauliza. Sijui, lakini Zoe anaonekanika kujua mambo. Ni kama alizungumza naye hivi yani. Alijibu Mr. Khan na kuendelea kuchanganyikiwa. Ukisikia kila mtu anachanganyika kwa wakati wake, ndio hii sasa. Tudili na Zoe kwanza kabla ya kuharibu mambo. Zoe ni mtoto mdogo sana, hawezi kusumbua akili zetu. Kwa sababu tu focus na huyo mjinga mmoja tu, asaini mali zote kwa majina yetu na then tumalize kabisa. Yaani hao ni mume na mke ndio walikuwa wanaongea mambo kama hayo. Alisema kwamba ndege wafanana uruka pamoja, hajakosea kabisa, yani hakukosea hata kidogo kwa viumbe. Siku zikaendelea kwenda, Zoe akaendelea kupata ndoto za hapa na pale kuhusiana na mtu aliyetaka msaada kutoka kwake. Ikiwa ni usiku sana, Zoe alishindwa kulala kabisa, akajikuta akiwa anainuka kitandani na kukaa wima akiwa na mawazo sana. Kwa upande wa Kim, alikuwa kauchapa usingizi kutokana na uchovu wa kazi hapa na pale. Kim, baby. Zoe alimwamsha Kim kwa kumtikisa, lakini kwa kumuitilia jina lake pia. Yes baby. Alitikia Kim kwa sauti ya uchovu sana iliyojaa usingizi. Naomba tuzungumze baby. Shida nini mama? Nashindwa kulala kwa kweli. Hii ndio tunanisumbua sana. Sina amani hata kidogo, mpaka naogopa. Toto gani tena na imeanza lini? Tangu siku ya harusi ya Village. Ni kuhusu mtu kutaka msaada. Nafikiri kesho tutaenda nyumbani kule, tutajua nini cha kufanya. Basi Zoe akaamua kutumia muda huo kumsimulia Kim kila kitu, na hata jinsi ambavyo Mr. Khan alimfokea Zoe na kila kitu. Siku iliyofuata, siku mapema, Zoe na Kim walifunga safari na kwenda kwa Mr. Khan ambaye ni baba mdogo wa Kim. Mbona asubuhi kwema huko? Akauliza Mr. Khan baada ya kumuona Zoe na Kim wakati huo. Kwema baba, hakuna shida kabisa. Karibuni tupate chakula. Tuko vizuri baba, alijibu Kim, kisha kama amesogea karibu na babake mdogo na kukaa pembeni yake. Kisha kwa sauti ya utulivu na busara ya hali ya juu sana akazungumza. Nimekuja kwa sababu nina shida ya dharura sana na solution ipo hapa. Kila mtu akamwangalia mwenzie, kisha Mr. Khan akauliza, shida gani? Nilikuwa nahitaji lile kabati la upande wa pili pale wa nyumba. Picha linaanza kwanza, Mr. Khan akapaliwa na chakula mara mbili. Sijui mnaelewa ninavyosema mara mbili. Yaani akapaliwa mfululizo, akapaliwa na chakula, lakini pia akawa anapaliwa na maji aliyokuwa ametumia kupunguza mpalio wa chakula. Uko sawa mdogo? Kimalimuliza Mr. Khan. Niko sawa. Mambo ya kula unaongea bwana. Alijibu Mr. Khan ikiwa ni sehemu ya kuzuga tu, lakini ukweli ni kwamba alipaliwa kutokana na hilo kabati, na najua kabisa alichokificha kwenye kabati hilo ni kitu gani. Muda huo Mrs. Khan macho yote yakakazia Zoe, maana alijua kabisa kuwa Zoe kuna kitu amemwambia mume wake. Mwanangu, unataka kama lile? Mr. Khan akamuuliza. Sio kama lile, anataka lile na analitaka leo, na ikiwezekana ndo kanalo sasa hivi. Sasa kwa nini uchukue lile? Limekuwa la muda mrefu sana. Nafikiri kwamba baba yako atakuchongea jibu, si ndio baba Village? Kabla baba Village hajajibu kitu, mke mpya wa familia, yani mke wa Village akadakia. Nafikiri mngempatia tu. Hata hivyo tangu nimepajua hapa sikuwahi kuona likiwa linatumika, so kama kuna mtu au ana matumizi nalo ni vyema kabisa akapatiwa. Hapo mtu na mke wakabaki wakiangaliana tu. Majibu haya hayakuwa yakitoka kichwani mwao kabisa. Kumfokea mko akashindwa, lakini pia kukataa akashindwa, maana ukiangalia ni kweli uaga walitumii na hawajaweka chochote kile. Naya yuko sawa kabisa mama. Hata hivyo litakuwa salama kabisa kwenye mikono ya Kim, maana hapa linasubiri kuliwa na mchwa tu. Alizungumza Village huku akiwa anaendelea kupata kifungua kinywa. Hakuna kabati linatoka hapa. Village alijikuta tu akiwa anaanza kufoka, yani ni kama vile wanampanda kichwani. Wakiwa wanaendelea kutafakari, Bondita kadakia. Kakim, wewe chukua tu, wala halina kazi hapa nyumbani. Kimya, nasema kimya, kila mtu akae kimya. Lile kabati haliendi kokote kule pale. Mimi ndo mmiliki, lakini pia ndo msemaji wa mwisho.
Alifoka Mr. Khan na kufanya kila mtu amshangae, maana alizungumza kwa hasira sana. Hasira za Mr. Khan ndo ilizidi kufungua akili ya Kim ambaye alikuwa haamini maneno ya Zoe hata kidogo. Ba mdogo, mbona kama vile umechukia sana? Kuna chochote kile ambacho kinahusiana na ile kabati? Kim akamuuliza babake mdogo kimtego kabisa. Yaani ile kabati lina kumbukumbu yangu kubwa sana. Najua hamuwezi kunielewa, lakini ni kumbukumbu nzuri sana kutoka babangu mzazi. Hapo Kim alitoa macho kama kabano na mlango, kana kwamba majibu anayopatiwa hayakuwa stahiki kabisa au wamedanganywa kiaina. Samani baba mdogo, lakini ile kabati sio la zamani. Kwamba tazama design yake ni ya kisasa kabisa, ingawa sio kiza hivi karibuni, lakini sio la kizamani ndio kidogo. Mzee Khan akamgeukia Zoe kwa hasira na kuzungumza. Hamna mtu anayechukua ile kabati hata iweje, na haya ndio maamuzi yangu ya mwisho. Mzee wa watu akasusa na chakula kabisa, na kwa jaziba hali ya juu sana kaondoka zake, wala hata kutaka kuendelea kubishana katika eneo lile. Mbona unachosababisha sasa? Watoto wamuelewe kabisa, na nina hakika hiki kibuli umekipata kwa huyu mwanamke wako huyo. Kim, hukuwa hivi kabla wewe. Lawama zikaanza kuangukia kwa Zoe, na kwa kuwa Zoe hakuwa akipendwa kwa nyumba hiyo, kila mtu akaanza kumsema isipokuwa Viraji na mke wake ambao walikuwa kimya wakishangaa tu. Tuondoke Zoe, alizungumza Kim na kumshika mkono Zoe wake, na taratibu wakaanza kuondoka. Amshua kuna kitu ambacho anakificha kwenye ile kabati, lakini hawezi kuwa mtu. Ile kabati sio kubwa kusema kwamba mtu anaweza kukaa mahali pale kabisa. Alizungumza Kim akiwa ndani ya gari na kuonyesha kuwa alikuwa anahitaji sana kujua nini ambacho kinaendelea kwenye kabati hilo. Nafikiri na wazo. Alizungumza Zoe na Kim akawa amekaa kwa umakini kabisa kumsikiliza. Zoe akaeleza kwa muda, kisha Kim kwa furaha akasema, ndio maana waga nakupenda sana walai mke wangu. Yaani uko na akili sana. Basi kwa kuwa walichokifuata walikikosa kwa haraka, wakaondoka zao. Walifika mpaka nyumbani kwao. Ili wameingiza tu gari ndani, uso kwa uso na mama mkubwa wa Zoe. Zoe kwa haraka sana akashuka kwenye gari na kumfuata mama yake mkubwa kwa hasira sana. Mwanangu jamani, kipenzi changu. Mama mkubwa wa Zoe akaanza maigizo yake yasiyokuwa na msingi. Umefuata nini hapa? Zoe alimuuliza mama yake mkubwa. Mwanangu, ni swali gani unaniuliza hapo? Nimekuwa nikikutafuta sana binti yangu. Nimekaa sina amani nyumbani na waza tu na kuwazua nitakupataje mtoto wangu mzuri. Mama mkubwa, upendezi kuigiza na moyo mzuri hata kidogo. Niambie umefuata nini nyumbani kwangu? Muda huo Kim akasogea eneo la tukio na kwa jaziba kauliza, umeingiaje ndani ya geti na wakati limefungwa? Mama mkubwa wa Zoe aliangalia huku na huku, kisha kwa wasiwasi akajibu, msijisikie vibaya watoto wangu. Nimekaa sana hapo nje, jua limenichoma sana, so nikaamua tu kuruka ukuta ili niweze kupata utulivu ndani kwenye kivuli. Mama mkubwa alijisikia lakini, tukitia mwezi saa hizi unafikiri kwamba utavona? Umesema umekuja kuniona mimi, si ndio? Haya, niko sawa tena sana. Niko kwenye mikono salama kabisa. Mguu pande, mguu sawa, kushoto, kulia, nyuma, geuka, mbele, tembea. Nisije kabisa nikuona hizi miguu zako tena kwenye nyumbani kwangu. Woi, Zoe alimkazia mama yake mkubwa, utazani ni mtu ambaye hamjui kabisa. Ila hata mimi ningemkazia kwa kweli. Yaani kwa matukio ambayo amemfanyia Zoe, wallahi huyu mwanamke hastahili msamaha hata kidogo. Zoe ni mama yako Zoe. Haujawahi kuwa mama kwangu. Hata hautakuja kuwa mama. Umemwona yule bi mzungu ambaye unilipisha pesa yake ya matibabu? Yule ndio zaidi ya mama kwangu. Ni zaidi ya chochote kile kwenye maisha yangu. Alizungumza Zoe kwa huzuni sana, huku machozi yakimteleka. Zoe, mama nafikiri kwamba unahitaji kupumzika. Alizungumza Kim na kuanza kufungua mlango wa kuingia ndani. Na kukubali mwanangu. Yaani unajua kucheza na akili za watu. Chuma pesa tuje kuenjoy binti yangu. Alizungumza Madam Boss tena kwa sauti ya chini kabisa, karibu na masikio ya Zoe, hivyo ni Zoe tu ndiye ameweza kusikia. Zoe kwa hasira aligeuka na kumchapa shangazi yake kibao kimoja cha mwana ukome. Tukio likamshangaza sana Kim ambaye hakutarajia kabisa kama Zoe anaweza kuvuka mipaka na kumchapa kibao mama yake mkubwa. Zoe, najua una hasira sana, lakini bado ni mama yako mkubwa. Ukiachana na hivyo, bado yeye ni mkubwa sana kwako. Ukubwa wa namba tu, lakini ubongo wa mende. Mama mkubwa, ngoja nikuambie kitu. Yaani naomba nitengeneze huu ubongo wako huu unaowaza uovu muda wote. Kim ni zaidi ya ndugu kwangu. Nilikata tamaa ya maisha, lakini Kim hakuwahi kabisa kukata tamaa juu yangu. Hakuwahi kunibagua, hakuwahi kufikiria kuwa mbali na mimi. Nampenda sana mume wangu. Na sipo hapa kwa ajili ya mali zake kama ambavyo unafikiria wewe. Mume wako tangu lini? Hiyo mali amekula nani wewe mbwa wewe? Ila
Jasiri ache asili nyie. Yaani mama mkubwa kaigiza kuwa mwema, mwisho karudi kwenye rangi yake halisi sasa. Kim alihakikisha kuwa Zoe anaingia ndani, mwisho yeye akabaki na madam bosi kubwa la majambazi. Kabla sija kuvunjia heshima, naomba toka nje ya nyumba yangu na usije tena. Awe mwana una haya weti. Yaani unamfukuza mke wako bila mimi uwezi kumuona yule msichana. Nimesema toka nje. Kim akafoka kwa sauti ya juu sana huko akiwa anafungua mkanda wake wa suruali. Hapa madam bosi akaona bora aondoke tu, maana mambo sio mambo kwa kweli. Kwa wakati huo Zoe alikuwa sawa kabisa. Tatizo lake la kulukwa na akili anapokutana na mamake mkubwa lote liliisha na akawa sawa kabisa na ikawa kawaida. Ilikuwa ni majira usiku wa saa 2. Zoe na Kim walikuwa wakipata chakula cha usiku, wakaonekanika kuwa ni watu wenye furaha sana. Walishana na kucheka na kila kitu. Wakiwa busy na chakula, kengele ya getini iliweza kusikika. Ni wazi kwamba kulikuwa na mgeni. Sijui nani tena wakati huo. Alalama Kim huko akiwa anainuka na kuelekea getini kwa ajili ya kufungua geti. Karibuni, niwasaidie nini? Kim aliwauliza watu ambao alikutana nao getini. Asini maafisa wa kituo cha polisi, kituo kikubwa tupo hapa kwa ajili ya Zoe Brieli. Ni mke wangu, kuna nini? Akajibu Kim kwa wasiwasi sana. Anashtakiwa kosa la kuiba pete na cheni ya adhabu nyumbani kwa Mr. Kani na ni mali ya mke wao. Amshoku na misunderstanding zimetokea. Mke wangu hawezi kufanya hivyo. Hata hivyo mimi pia ni mtoto wa Mr. Kani. Jana tupo hapa kwa ajili ya kazi yetu. Lakini pia tuna kibali stahiki cha siku za kukagua nyumba yako. Amshua mtapata kitu. Hata hivyo mke wangu sio mdokozi. Basi kwa kuwa alikuwa na vibali vyote, Kim aliwaruhusu na kwa pamoja wakaingia ndani. Karibuni. Zoe aliwakaribisha watu hao kwa furaha pasi na kujua kwa nini wako mahali hapo kwa wakati huo. Wewe ndio Zoe? Ja, ndio, karibuni. Nyinyi kina nani? Mmoja kati ya polisi hao kama muelezea Zoe kila kitu, kisha wakaanza kusearch nyumba nzima huku wakiwa na picha za vitu vilivyoibiwa. Sijachukua kitu chochote kile, niamini. Usijali baby, wacha afanye majukumu yao then utaondoka. Kim alimtuliza Zoe, lakini muda huo mmoja wale polisi akiwa ameshikilia pochi ya Zoe akazungumza. Samani, itakupasa kuongozana na sisi mpaka kituoni. Tunavyovitafuta hivi hapa kwenye pochi yako. Zoe na Kim walishtuka sana. Kila mmoja akatoa macho na kuachia mdomo wazi. Wait, how? Yaani kivipi? Nina uhakika mke wangu hajahusika, hajachukua chochote kile siku ya leo. Nina uhakika mke wangu hakusogea mbali yangu hata mara moja. Kim alimtetea Zoe wake huko akijaribu kuwatuliza mapolisi ambao walikuwa kwa tayari kumchukua Zoe. Kwa upande wa Zoe ni kama alishachoka sana na matukio ambayo yanamkuta. Kwa utulivu wa hali ya juu sana akakaa chini tu na machozi yakimtilika. Madam, unakaa chini na nimekuambia kwamba utaongozana na mimi. Mke wangu haendi kokote. Kijana, hii ni kazi ya jeshi la polisi. Kwa sasa hivi itakupasa kutulia na kuacha chombo cha dola kifanya kazi yake. Mke wangu haendi popote, especially wote mlikuwa mmekuja ni wanaume hapa. Na anzaje kuacha na mke wangu? Mlikuwa mnajua kabisa kama mnakuja kumkamata mwanamke. Kwa nini mjue wanaume watu? My wife haendi kokote kule. Do I make it clear? Vurugu kubwa ikazuka na kwa namna moja au nyingine Kim akajikuta akiwa anapigana na mapolisi. Hapo naye pia na mwanamke wake wakatiwa hatiani kwa pamoja. Ila nyie tuacheni utani kwanza. Nataka mwanaume kama Kim walahi. Anasema Patricia, mwanaume wa kupigana kwa ajili yangu. Basi mtu na mai wake wakachukuliwa kwa mara moja, wakachukuliwa na kupelekwa kituo cha polisi. Wewe unaniweka wapi huko? Nataka kukaa na mke wangu, nimesema. Kim alianza kufoka baada ya kuona kuwa yeye na Zoe wanaweka mabusu mbili tofauti. Yaani Zoe alitupwa kwenye mabusu ya wanawake na Kim akatupwa kwenye mabusu ya wanaume. Bro, hapa sio nyumbani kwako, tuliza mdomo. Mmoja kati ya mapolisi hao alimwambia Kim kwa kitabasamu. Utakuja kujuta na kuambia. Yaani labda humu ndani nisitoke, nikitoka na kuhakikisha kama familia yako italia pasi na kunyamaza. Azionekeleza samaki ndani ya maji. Tena umediliki kunichapa kibao wewe. Mwarabu koko utafia huko nakwambia. Mzozo ukaendelea tu na mwisho wa yote polisi akaenda kuendelea na kazi zake na Kim akabaki kuzunguka tu kule kwenye chumba kidogo cha mabusu. Wakaa chini, acha kuweka kiwengo hapo. Wahuni wa mabusu akaanza kumletea noma Kim wa watu. Kim ambaye muda wote akili yake ilikuwa inamwazia Zoe. Na wewe ukitaka simama. Alijibu Kim akiwa na hasira sana. Kwa wakati huo bwana Kim alikutana na njemba aswa. Hivyo alijikuta akiwa anachezea kichapo cha kwenda. Yaani alipigwa na kupigika mpaka damu zikawa zinamtoka puani na mdomoni.
Ponapona ya Kim ni polisi ambao alikuja kumtoa na kumpa huduma ya kwanza. Kwa upande wa pili anaonekana mke wa halali wa Viraj akizungumza na simu. Wewe kumbe ni mjinga, si ndio? Niliwaambia mchukueni wewe mwanamke tu, sasa mwanaume ni wa nini? Kwanza mmewaficha wapi? Mke wa Vira alikaa kimya kwa muda akipokea majibu kwa mtu ambaye alikuwa akiongea naye, kisha akaendelea kufoka. Wallahi wewe ni zaidi ya nazi koloma wewe. Sasa mmempeleka kituo cha polisi kwa ajili ya nini? Naona unaanza kuvuruga kazi yangu wewe. Fanya ufanyavyo, hakisha kwamba huyo msichana anatolewa huko kituoni pasi na mtu kujua anapelekwa wapi. Lakini huyo mwanaume wake pia awe sawa na aachiwe, hana shida huyo. Woi, kumbe mke wa Vira ni kashetani Jamani, sasa wewe kamkosa nini jamani? Bwana we, wiki naona ilipita huku Zoe na Kimu wake wakiwa hajaonana kabisa. Kila mtu alikuwa amekaa akiwa na mawazo sana. Ikiwa ni muda wa saa 4 asubuhi kwenye eneo la kituo cha polisi, alionekanika Village ambaye alipofika tu akaomba kuonana na Kim. Baada ya kukamilisha taratibu zote, Village aliweza kuonana na Kim. Bro, shida nini mpaka unapiga polisi ndugu yangu? Bro, acha kabisa. Hao polisi wajinga sana. Wamekuja nyumbani na kuanza kumpiga Zoe bila kosa. Ila Kim ni mwongo jamani. Zoe amepigwa saa ngapi? Village ni chizi mwingine aisee. Kwenye swala la Zoe bwana, Village alijikuta akiwa na panic sana na kwa jazba kauliza, nani amempiga Zoe? Nani? Huyo polisi kipala mwenye nywele zimegoma kuota huyo. Yaani amempiga sana Zoe wangu, tena akawa anataka kumbaka mbele yangu. Ila Kim ni mwongo nyie. Sijui hata alikuwa amepanga nini, lakini alihakikisha kuwa Village anapata asila za mbogo. Village akajazwa akajaa maziba na moja kwa moja akamfuata afande Kipara. Village hakuuliza wala hata kutaka kusikia maelezo ya upande wa pili. Alichokifanya ni kumlukia afande Kipara na kuanza kumpiga kama mtoto wake vile. Vurugu lilikuwa la kutosha jamani. Kituo cha polisi kilikuwa kama baa ndogo hivi. Baada ya muda Village akajikuta akiwa mabusu tena pembeni ya Kim. Asa bro, ndo umefanya nini sasa? Kim alimuuliza mwenzia huko akiwa anamcheka kiupande. Niache na wewe. Alifoka Village kisha kama amesogelea grill na kufoka. Mpigeni babangu Mr. Kani sasa hivi. Bro, relax bwana, okay? Mimi nimekaa huko wiki nzima baba mdogo mwenye hata hajaja. Taarifa yenyewe ndo amepata leo baada ya wewe kupiga simu kwangu. Hata hivyo atakuja kututoa watu hapa, nilimwacha akimalizia kikao. Kila nikitoka huyo polisi atalipia kwa alichomfanyia Zoe wangu. Sio utakapotoka sema tukitoka. Yaani huyu namla nyama mimi. Majira saa 6 kasoro mchana Mr. Kana alikuwa ameweza kuwasili kituo cha polisi na alishangaa sana kukuta Village pia akiwa mabusu. Alibaki akiwa anaangalia tuna mwisho akawatolea dhamana na wote kama ruhusa kutoka. Bado Zoe. Alizungumza Kim baada ya kuachiwa. Zoe? Village alishtuka sana maana hakuwa anajua kama Zoe yupo kituo cha polisi. Ndio yuko upande ule wa wanawake. Walitukamata wote. Hawa na wazimu nini? Wewe afande Kipala, mtoe Zoe sasa hivi kabla sija kubadilikia tena. Village alifoka utazani ndo mmiliki wa kituo cha polisi. Zoe ni nani? Afande Kipala kauliza akiwa anaonyesha kutokumfahamu Zoe. Kim kwa haraka akakimbilia kwenye mabusu ambayo alikuwa amefungiwa Zoe, lakini alishtuka sana baada ya kukuta patupo. Kim akakurupuka haraka na kumfuata afande Kipala kwa jazba sana, akamkunja na kumuuliza, Zoe yuko wapi? Zoe ndo nani? Bwana. Afande Kipala alijikuta akiwa na changanya akili ya wanaume wawili walioangukia kwenye penzi la mwanamke mmoja mrembo sana. Afande Kipala bwana alijikuta akichezea kichapo cha kwenda kwa wakati huo, na vurugu likawa likiendelea. Mkuu wa kituo akafika eneo na ndio ikawa ni pona ya afande Kipala. Kwa kuwa Mr. Kani mtu mkubwa sana, aliweza kuzungumza na mkuu wa kituo na kwa pamoja wakakaa chini na kumwongelea Zoe ambaye hakuwa anajulikana alipo. Kwa upande wa Kim alisimulia kila kitu ambacho alikuwa anakijua kwa upande wake. Baada ya Kim kusimulia, afande Kipala naye akazungumza kwa upande wake. Mkuu, huyo kijana sijui ana shida gani kwa kweli. Sijui huyo mtu anayemwongelea ni nani. Sijui mtu anayemwongelea ni nani. Na pia kufika kwake hapa ni baada ya kuanzisha fujo kubwa sana kwenye sehemu ya starehe, na ndipo mkamata. Unadanganya. Ulikuja nyumbani kwetu na nilikuwa na mke wangu. Kwa nini unadanganya afande? Zoe wangu umempeleka wapi? Asimjui Zoe, sitaki kuwa muongo. Naweza nikaona hiyo picha ya Zoe. Mkuu wa kituo cha polisi akauliza, ndio, ipo kwenye simu yangu. Alijibu Kim, na kwa kuwa Kim alishakabidhiwa vitu vyake haraka sana kama ametoa simu mfukoni na kuwaonyesha picha ya Zoe.
Kwanza kabisa mkuu wa kituo aliangalia ile picha kwa muda kisha akasema, huyu ni binti ambaye alishawahi kutafutiwa ndugu zake kipindi cha nyuma. Kesi yake ilikuwa kule kituo cha kati. Ndio afande, ni mimi ndo ambaye nilimpeleka pale, lakini kwa sasa hivi ni mke wangu. Viraji alimwangalia sana Kim kisha kwa hasira akamjibu, sio mke wako, ni mke wangu. Afande, nina vibali vyote vya kuishi na Zoe. Namtaka Zoe wangu. Unawazimu kijana, Zoe ni wangu. Viraji alijikuta akiwa analopoka na muda huo mke wake akaingia. Umesema nini wewe mbwa? Kila mtu akabaki kimtolea macho Viraji, maana ni kama vita juu ya vita alafu moto juu ya moto. Jamani, haya mambo ya mapenzi kwa sasa hivi yakae kando. Swali la muhimu, huyu binti yuko wapi? Alizungumza mkuu wa kituo cha polisi na kuwafanya kutulia kisha akaendelea. Nafikiri twende mochwari kwa sasa hivi. Ule mwili nafikiri twende mochwari sasa hivi. Ule mwili nafikiri ni wa huyu binti, wanafanana hadi rangi. Taarifa hiyo ilimchanganya sana Kim ambaye alijikuta akiwa anapata kizunguzungu cha hali ya juu sana. Na kwa wenga kasimama kama robot na kwa sauti ya juu kabisa akapiga kelele, Zoe! Ila nyie Zoe wetu jamani, mbona natetemeka mwenzenu? Zoe wetu kisimkute kitu huyu. Kwa haraka waliongozana kwa pamoja wakiwahi kwenye eneo husika. Kwa kweli Kim alikuwa na wasiwasi sana, alitetemeka mwili mzima, lakini pia uso wake ulikuwa na machozi. Moyo wake ulikuwa unazungumza na Mungu kimya kimya, huku akiomba kuwa mwanamke huyo asiwe Zoe wake. Naogopa sana, alizungumza Kim kwa sauti ya wasiwasi sana, huku akiwa ameshikilia mlango wa mochwari akigoma kabisa kuingia ndani. Acha ujinga wewe. Unataka ndani ingie nani? Mr. Kana kamfokea Kim. Siwezi ba mdogo, siwezi. Simama kiume, mbona unakuwa mkama babako mzazi? Basi moya. Kim wa watu akajikaza na kuingia ndani. Moja kwa moja wakiongozwa na daktari wa eneo hilo akasogelea maiti husika na kwa utaratibu akafunua. Kwa upande wa Kim alifumba macho yake kwa nguvu sana, hivyo hakuweza kuona. Huyu sio Zoe. Alizungumza Viraji baada ya kuikagua maiti kwa muda kidogo. Hapo Kim alipata nguvu ya kufungua macho yake na alifurahi sana baada ya kujua kwamba mwanamke huyo hakuwa Zoe wake. Huyu sio Zoe wangu, alizungumza Kim kwa furaha na kukimbilia nje. Kwa pamoja wakarudi kituo cha polisi kwa ajili ya kufungua jalada la kumtafuta Zoe, kwani askari Kipala alikata kabisa kuhusu Zoe, lakini pia hakukuwa na taarifa za Zoe kwenye kituo hiko. Nyumbani kwangu kuna CCTV kamera na hakika zitaonyesha tukio la siku ya mwisho, alizungumza Kim na kumfanya polisi Kipala kuogopa sana, na kwa jazba akazungumza, kijana, jalada limeshafunguliwa na tutafanya kazi yetu kwa weledi na hakika kwamba atapatikana. Kama kazi basi ianze nyumbani kwangu. Inaanza sasa hivi yani. Kwa kuwa Kim alijulikana kama mtoto wa Mr. Khan, haraka gari za polisi zikawashwa na safari kaanza. Kwa upande wa Fande Kipala, ni alikuwa akisikia haja zote kubwa na ndogo, yani alikuwa haelewi kabisa. Kwa upande wa mke wa Viraji, hakuonesha kuwa na wasiwasi hata kidogo. Mwisho akashika simu na kumtumia ujumbe Fande Kipala, punguza wasiwasi wewe, kila kitu kiko sawa. Nilituma vijana, wameharibu kila kitu. Hapo Fande Kipala katabasamu na kwa kujiamini akazungumza, unasumbua tu vyombo vya dola kijana. Kim alibaki akiwa anamwangalia tu Fande Kipala. Kwa upande wa Viraji sijui hata alikuwa kiwaza nini, maana alikuwa kimya mno. Hatimaye waliwasili nyumbani kwa Mr. Kim. Alikuta nyumba yake ikiwa imetulia sana. Kim alitoa simu yake na kufungua milango yote ya nyumba yake na kuzungumza, nililoki nyumba yangu na simu, hakuna mtu ambaye anaweza kufungua hii ndo smart house sasa. Jibu hilo limemshtua sana Mr. Kipala ambaye aligeuka na kumwangalia mke wa Viraji. Kwa pamoja wakaingia ndani na kweli nyumba ilikuwa salama salimini, ila ilitoa harufu kali sana kutokana na vyakula vilivyokuwa vimeozeana mezani baada ya kukaa siku nyingi. Mkuu, umeona siku tulivyokuwa tumekamatwa mimi na mke wangu, tulikuwa tukipata chakula, alizungumza Kim. Tunaomba rekodi ya CCTV, alizungumza mkuu wa kituo akiwa hataki kupoteza muda. Muda huo mke wa Viraji akamgeukia Viraji na kuzungumza, nipeleke nyumbani, tumbo linaniuma sana. Viraji alimwangalia kisha kajibu, wewe nawe lala pale, tusichoshane hapa. Kim akasogea laptop yake na kuweka sehemu ambayo kila mtu angeweza kuona vizuri, kisha akaanza kuplay. Ile kuwaka tu sura ya Fande Kipala ikawa ni ya kwanza kabisa. Yani tulimkamata nyumbani kwake, nilikuwa nimesahau kidogo, lakini alikuwa peke yake. Muda huo akaonekana Mr. Kipala akiwa anahangaika kumchukua Zoe kinguvu kwa akiwa anadai kuwa ni mwizi. Zoe umempeleka wapi?
Ilikuwa ni swali kutoka kwa Village ambaye kwa wakati huo alikuwa na ile sura ya sicheki na yoyote. Yaani sura ya kazi, sicheki na yoyote. Muda huo Kipara kachezea kichwa kimoja cha mdomo na kufanya mdomo wake kuvimba. Kipara alichezea kipigo cha mbwa mwizi mwenyewe, akaanza kufunguka. Kazi alinipa huyo mke wa Village, na yeye ndo ambaye anajua Zoe alipo. Alinipa hizi cheni hapa nije nazo na niweke kwenye pochi ya Zoe kama ambavyo mmeona hapo nikiwa naweka. Ila watu wana roho mbaya jamani. Village akamsogelea mke wake na kumkaba shingo akamuuliza, Zoe yuko wapi? Kwanza mwanamke huyo alikataa sana kwa kusema kwamba hajui kitu, lakini mwisho kabisa alilopoka. Yupo nyuma ya kabati la nyumbani alikofungia babake na Kim. What? Baba? Kim alishtuka sana, kwani miaka yote ye anajua kama babake alifariki. Leo hii anakuja kugundua kama babake yuko hai na anateseka sana. Upotevu wa Zoe umekuja kuibua mambo mengi sana ambayo yalijificha. Village, uko kuna nini kama mke wako? Mara nyingi umekuwa ukimtaja Zoe kwenye mdomo wako, na hata tukifanya mapenzi. Zoe amekufa kwa mateso, yani njaa na kiu, apumzike kwa amani. Mke wa Village akaanza kuropoka bwana. Niseme siku hiyo ilikuwa ni siku ya matukio bwana. Nizunguka tu. Afande na mke wa Village walifungwa pingu na safari ya kwenda kwa Mr. Kani kaanza. Kwa wakati huo wasiwasi ulihamia kwa Mr. Kani ambaye alifanya mawasiliano na mke wake ili aweze kuwatoa watu hao. Siku ya kufa nyani miti yote uteleza kwa kweli. Mke wa Mr. Kani alikutwa akiwa anaingia kuwatoa watu hao ambao walikuwa ni wazito sana kutokana na kuchoka kwa muda mrefu. Zoe na baba mkwe wake walikutwa wakiwa wamechoka sana, na ukiwaangalia unaweza kusema kwamba wamekufa. Zoe, baba. Kimakajikuta akiwa analia sana. Kwa haraka wakawaishwa hospitali. Mr. na Mrs. Kani walikamatwa na kupelekwa kwenye kituo cha polisi. Baada ya mwezi mmoja kila kitu kikawa sawa kwa upande wa Mr. Kani na Mrs. Kani. Walihukumiwa kifungo cha maisha baada ya kukutwa na hatia ya kumuua mama mzazi wa Kim kwa sababu ya mali. Kiufupi ni kwamba mali zote alizokuwa anaponda Mr. Kani na familia yake ni mali halisi za mama na baba wa Kim. Kim aliamua kumhurumia Village na Bondita na kuacha waishi kwenye nyumba hiyo. Hatimaye Kim na Zoe wakafunga ndoa na kuwa familia yenye furaha sana. Baba mzazi wa Kim alifurahi sana na alimpenda sana Zoe. Kwa upande wa mama mkubwa wa Zoe pia alikamatwa baada ya wasichana wawili aliokuwa akiwauza kufia kwenye nyumba yake. Mpaka hapo msikilizaji, ni mwisho wa kisa chetu cha kusisimua kinachokwenda kwa jina la Zoe House Girl, yani binti wa kazi, ikiwa ni maana harisi ya upendo. Mtunzi ni Patricia Anton, director kutoka Simulizi Mix, na ambaye alikuwa nami tangu mwanzo mpaka hapa mwisho tunapokuwa tunaweka nukta katika simulizi yetu. Usikose kuwa nami katika simulizi nyingine mpya na nzuri na season za kutosha kutoka kwa Simulizi Mix, ikiwepo Gavin Luka 3 inakwenda kwa jina la The Darkness of an Angel, yani giza, upande wa giza wa malaika. Kilichoendelea na mambo mengi kutoka Simulizi Mix, basi hakikisha subscribe channel yetu Simulizi Mix, lakini pia unaweza kutucheki kupitia WhatsApp nambari 0677062012. Tukutane katika simulizi nyingine kutoka hapa Simulizi Mix. Bye bye.